Bwana, hivi itakuwaje? Rais wa Tanzania, yani Rais Dismas, kapigiwa simu video call na Rais Eddie Master, mtaalam, bwana mipango. Jitu hili lililoshindikana. Eddie kampigia video call bwana Rais Dismas. Unajua Rais Dismas alikuwa anatetemeka, haelewi sasa nini kilichoweza kuendelea. Eddie anataka kuongea nini bwana? Bwana, karibu sana kwenye hii sehemu ya 6 mzigo wa chapter 5 ya ICUK Illume. Mimi naitwa Uncle J. Ngome imetayarishwa na kuandaliwa na Edazeria G Msule. Bwana, karibu tupate kujua hii video call ilikuwa ya wema kweli ama? Karibu. Hebu ngoja ninakupigia. Rais akakata simu kwa kishangaa. Simu ya video call ilikuwa inaita kupitia laptop yake iliyopo mezani, jambo ambalo sio la kawaida kwa mtu kupiga kupitia laptop hiyo. Aliipokea huku akiwa na wasiwasi mwingi mno Mheshimiwa Rais. Macho yalimtoka, na hii ni mara baada ya kuona sura ya rais wa zamani wa Tanzania. Namzungumzia Eddie, ambaye ni siku iliyopita tu walikuwa wamepewa kazi ya kumtafuta, na hiyo kazi walipewa na mkuu wao wa Scorpion. Sasa mwamba ndo huyu hapa kapiga simu, yani kajileta mwenyewe. Mungu wangu, Mungu wangu. Rais alizungumza huku jasho likimwagika, kwani hajawahi kabisa kutarajia siku hata moja kukutana na Eddie, hata kwa video call tu. Hakuwahi kuwaza hata kulifikiria hilo jambo. Naamini moyo wako utakuwa umeshtuka sana kuweza kuniona. Rais alipoambia hivyo ilibidi kwanza akae kimya. Kwa bahati mbaya sana, wewe ulishirikiana na Scorpion, mliudhurumu urais wangu nikiwa nimebakisha muda mchache sana kabla kuweza kumaliza awamu yangu ya pili, na ndo awamu yangu ya mwisho kuweza kuitawala. Hamkuishia hapo, na kwa tamaa zenu na mipango yenu michafu mkamua hadi mrithi wangu wa kiti changu cha urais, ambaye katiba ilimruhusu kuwa rais kwa sababu ndiye makamu wangu. Mkaingia madarakani kwa kura za uongo, mkaua sistemu yangu nilokuwa nimeiweka, mkadumaza uchumi kutoka kuwa taifa lenye nguvu duniani, kutoka kuwa taifa tajiri namba 1 duniani. Sasa hivi hata kwenye mataifa 20 tajiri duniani hampo. Mumekosa kuliendesha jeshi mnaloliongoza kisiasa, shirika la upelelezi linaloshughulika na upelelezi ndani na nje ya nchi mmelidumaza na kulifanya ni kikundi cha wauni fulani. Umemweka malaya wako kuwa mkuu wa shirika nyeti la kijasusi, ikiwa unajua kabisa hana uwezo wa kuwa hata katika hiyo nafasi, jambo ambalo mnasababisha hali ya usalama ndani ya nchi imekuwa ikidhorota. Mmekuwa ni vibaraka wa kusema kila kitu ndio kutoka kwa Scorpion, ambao wana ajenda zao za kulidumaza hilo taifa na kurudi kwenye maisha ya kuombaomba misaada. Ila wewe kama rais umekaa unakula kiyoyozi tu ofisini, na mlivyokuwa mapunguani mna mpango wa kuweza kumsimamisha makamu wako ambaye unajua fika hana uwezo wote ule kuliongoza hilo taifa, lakini ndo mnataka awe rais. Naam, Eddie alizungumza kwa uchungu, lakini pia na msisitizo mkubwa mno. Mnajua ni namna gani watu walipigana huko nyuma kulifanya hilo taifa kuwa namba 1 duniani? Hapo Mheshimiwa Rais kwanza alishindwa kujibu. Alishikwa na kigugumizi kikali mno, jasho lilizidi kumtiririka. Tanzania niliyoiacha mimi ilikuwa na uwezo wa kumlipa kila mwananchi pesa kila mwisho wa mwezi. Kila raia mwenye umri wa miaka 18 alikuwa analipwa 300,000. Awe na kazi, asiwe na kazi, alikuwa analipwa kama pesa ya kujikimu. Ila nyinyi washenzi mumeingia kwenye hizo pesa, mmesikata, mkitoa hoja mfu kabisa ambazo hazina nguvu wala ushawishi kwa wananchi. Maisha yao yamekuwa ni magumu sana. Nyinyi mnanengeneka tunakujaza matumbo yenu. Umekuwa ni mpumbavu unayesababisha madini muhimu kama ya uranium kuchimbwa na kusafirishwa nje ya nchi, huku wewe na makamu wako mkipata 20% kwenye hayo madini ambayo kila siku yanakwenda kutengeneza silaha zinazoangamiza mataifa mengine kwa makombora. Una uchungu kweli na mali asili za nchi yako wewe.
Eddie alizungumza kwa uchungu huku machozi yakimlengalenga kwa hasira kweli kweli. Na kuuliza wewe. Sasa nikupe taarifa hii. Ukae nayo kichwani mwako na unielewe. Hao watu waliokufa kwenye huo mtaa, mimi ndiye ninayehusika. Makomando wangu wamefanya hiyo kazi ya kuwaua wahusika wote wa Scorpion, ikiwamo na kiongozi wao. Hapo Mheshimiwa Rais macho alimtoka huku akimtazama Eddie. Na mshauri mwenzio asijaribu kusimama kwenye nafasi ya kugombania urais. Na endapo atajaribu kusimama, atakufa. Ni kuhakikishia tu ya kwamba atakufa. Liweke hili akilini mwako. Naam, Eddie akakata simu hiyo na kumfanya Rais kuweza kuifunika kwa haraka laptop yake, huku jasho likiendelea kumtiririka mithili ya maji ya mtu aliyetoka kuoga. Mungu wangu, ni nini sasa hiki? Rais alizungumza huku akisimama. Alifungua pazia la dirisha na kisha katazama nje. Aliona walinzi wake pale wakiendelea kuimarisha ulinzi, huku hali ikiwa shwari kabisa. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Ghost alikuwa anamwambia mzee Max, na hii ni mara baada ya kuingia chumbani kwake. Akamwambia, bwana, Monica amenipigia simu. Na Monica anadai ya kwamba kuna mauaji yametokea kwenye mtaa mmoja jijini Dar es Salaam. Ghost alizungumza hivyo. Mzee Max kwanza akaguna, sisi mbona hatujasikia hiyo habari? Hatujasikia, ila hapo ghafla simu ya mzee Max ikaanza kuita na kumfanya Ghost kwanza nyamaze. Mzee Max akapokea ile simu. Yes, hello. Ni mimi. Monica, unaendeleaje? Nipo salama mzee. Nimezungumza na Mheshimiwa Rais na amenieleza waliouawa kwenye mtaa huo ni majasusi wa Scorpion ambao wanamlinda kiongozi wao. Sasa ni nani ambaye atakuwa amewaua? Kwa maana kama wameuawa mtaa mzima, unajua waliofanya hilo jambo sio watu wa kawaida. Mzee Max aliuliza huku akiweka loudspeaker simu yake. Kiukweli hata sisi hatufahamu ni kina nani waliohusika, ila mimi ninahisi. Unahisi akina nani? Kama nyinyi hamjaweza kuhusika kwenye hili, mtu mwingine mwenye upinzani na Scorpion ni Rais Eddie. Alafu kweli, na mimi nilikuwa nawaza hivyo. Ila sina uhakika na hili. Kwa maana ya kwamba hatuna uhakika wa 100% kwamba ndo Rais Eddie aliyotekeleza hili. Lakini pia hatuna uhakika ya kwamba kama Rais Eddie yu hai ama amekufa. Ebu endelea kudadisi. Alafu nipatie ripoti, na kama ni yeye basi ni jambo ambalo litakuwa ni jema sana kwa upande wetu. Kwani vita ya panzi ni furaha kwa kunguru. Okay, sawa. Monica akakata hiyo simu. Ghost akasema pale kwa unyonge sana, akasema kama ni kweli Eddie ndo amehusika kwenye mauaji hayo, basi jua ni mtu mwenye nguvu kubwa sana kuliko hata sisi. Ghost alizungumza kwa unyonge sana, lakini Max akasema, unajua hatujathibitisha kama ni yeye. Na sisi hatuna bifu na yeye. Hivyo jambo la kuhofia zaidi hapo misilioni. Jambo la kuhofia lipo bwana Max. Lipi tena ndugu yangu? Kuhusu Ryan. Ghost alizungumza na kumfanya mzee Max kwanza ashushe pumzi taratibu. Unajua Max, Ryan ndio mwiba kwetu kwa maana moja. Hatujui ni wapi Ryan alipo. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, Ryan ndiye aliyemwokoa yule mpuzi kule gerezani. Na video zao zipo zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii. Yule mpuzi ana mahusiano karibu na Eddie. Hapo ni kwamba Eddie amezichanga karata zake vizuri na amemchukua mtu ambaye anatujua sisi nje ndani. Na kama akihitaji kutushambulia Ryan, basi ni dakika tu anatupoteza. Ghost alizungumza huku akionyesha wasiwasi mwingi mno, na ndipo Max akasema, unajua mpaka naishiwa nguvu. Max naye alizungumza hivyo. Ni heli wewe Max unaishiwa nguvu. Mimi ninajihisi hadi kufa rafiki yangu. Rani anatujua sisi. Analijua hili eneo, na mbaya zaidi Rani
ana mtu wake humu ndani, yule msichana, yule nani, Naima sijui. Na kama wanawasiliana, basi jua kila taarifa ya mipango yetu inavuja na wao watakuwa wanaipata. Max, inabidi tufanye jambo kabla mambo hayajawa mabaya zaidi. Ila nilikwambia tusimshambulie Ryan. Mimi ninachokijua, kitu cha pekee ambacho kinamsaidia Ryan ni bahati tu. Yule mwanao ana bahati ya kuishi kwenye dunia. Ile gesi ambayo alifungiwa nayo kwenye kile chumba cha mahojiano, endapo ile sumu ukaivuta kwa sekunde 30, yani nusu dakika, basi jua tu kabisa unakufa. Ila mwanao aliivuta kwa dakika, lakini hadi wakahisi kwamba amekufa. Ila leo hii mwanao yuko hai na yupo huko duniani. Hivyo ujue kabisa ya kwamba huyu jamaa ana bahati tu, na hiyo ndio inayomlinda na kutoka sisi katika wakati mgumu. Sasa hivi unajua sio wakati wa kulaumiana Max. Tunachopaswa kuweza kuhakikisha tunatafuta njia kulitatua hili tatizo lililopo mbele yetu. Tunafanyaje? Maana huyu kijana tumemtengeneza sisi wenyewe. Hapo wote wakakaa kimya, huku kila mmoja akionekana kujawa na mawazo. Au tuungane na Scorpion? Ghost alizungumza huku akimtazama mzee Max machoni mwake. Hiyo itakuwa ni moja ya kushindwa kwetu. Kumbuka Scorpion, mimi walinisaka ili nife, wakatuma watu waniue. Na lile tukio asingekuwepo Ryan ile siku ya msiba wa mke wangu, mimi ningekuwa ni marehemu. Ila Ryan japo tuna uadui naye sasa hivi, ila alichinja watu ile siku. Hivyo bado sijaona sababu ya sisi kuungana na Scorpion. Sasa tunafanyaje? Unajua tunahitaji suluhisho la mapema kabla tujaweza kuumia. Suluhisho kwetu ni kuzidi kuongeza nguvu ya kuwanunua watu serikalini, kuwawekea mkataba wa kitisho ambapo endapo atatusaliti basi atakufa. Tuzidi kupambana pasipo kurudi nyuma Ghost. Hakuna haja kumhofia mtu yoyote. Tupo katika vita Ghost. Tusiogope kufa, kwani kufa tumeombiwa sisi wanadamu. Tuendeleze mashambulizi yetu hadi pale tutakapochukua nchi. Maneno ya mzee Maxi yalimfariji sana Ghost. Yalimwondolea uoga, kwani hali ya kupambana ilidhoofishwa na taarifa waliokuwa wameipata kutoka kwa Monica. Ila maneno ya faraja ya mzee Max yanamfanya Ghost asihofie chochote wala kuogopa chochote. Naam, msikilizaji, kwa upande wa Scorpion tunapata kumwona msaidizi wa mwanamama Katha. Alisema, mkuu, unajisikiaje? Hapo alimuuliza mwanamama Katha, na hii ni mara baada ya kufumbua macho yake. Taratibu mwanamama huyu Katha akatazama pande zote za eneo alipokuwa, na kisha akauliza, hapa nipo wapi? Mkuu, tupo kwenye ndege mkuu, tunarudi makao makuu. Hebu kwanza nisaidie nikae. Taratibu msaidizi wake huyo alimnyanyua mwanamama Katha na kisha kakaa kitako kwenye kitanda kilichopo ndani ya ndege yake hiyo. Mwanangu yuko wapi? Mwanao yuko nchini Tanzania. Yeye amebaki kuhakikisha anawapata wahusika waliofanya lile shambulizi. Wala hata asijisumbue. Mkuu, una maana gani? Hebu mpigie video call niongee naye. Msaidizi wa mwanamama Katha alifungua pale laptop na kupigia hiyo simu moja kwa moja kwa njia ya video. Hazikupita sekunde 10, simu ilipokelewa. Mama, unaendeleaje? Naendelea vizuri mwanangu. Kwa nini umebaki nchini Tanzania? Mama, nahitaji kumsaka aliyehusika na mauaji haya ya kikatili. Usihangaike kumtafuta mwanangu. Mama, kwa nini nisimtafute? Aliyefanya hayo ni babako. What? Ndio. Eddie alituma makomando wake leo. Lilikuwa ni kuhakikisha tu ya kwamba anazungumza na mimi kwa video call. Mwanamama Katha alizungumza huku akiwa amechoka kweli kweli. Mama, yani haya mauaji yote mama ni kwa ajili ya kuzungumza na wewe? Ndio mwanangu. Nimeamini baba yako yuko hai.
Mwanamama Katha alizungumza kwa akihema sana, mithili ya mtu mwenye presha ya kupanda na kushuka. Mkuu, maji haya. Msaidizi wa mwanamama Katha alizungumza huku akifungua kifuniko cha chupa ya maji na kisha alimkabidhi mwanamama Katha. Kweli alikunywa ile maji na hali ilionayo ilitulia taratibu. Mama, kwa hiyo amekwambiaje? Alinipiga mikwara. Kumbe yule mshenzi aliyekuja kambini akijifanya ni msaliti wa Eddie, kumbe ametumwa bwana na Eddie. Tena si yupo ndani ya kambi yetu? Ndio mkuu, yupo. Hebu hakikisha anakamatwa na kuwekwa kizuizini hadi nitakapoweza kufika. Nahitaji kumuua kwa mkono wangu mimi mwenyewe. Na yeye ndiye aliyetoa ramani ya sisi kwenda Marekani na Tanzania. Kwa nahitaji ashikiliwe mara moja. Sawa mkuu. Sasa mama, tunafanyaje? Kwa maana mimi nahitaji kuunda kikosi cha kuwakamata waliohusika na mauaji. Mwanangu, huwezi kuwapata. Mama, una uhakika gani ikiwa wamewaua watu wetu wa mtaa mzima? Unasemaje? Oho, mama, sio walinzi wa nyumbani tu. Yaani kila nyumba wamewaua, tena waliwaua kimya kiasi cha kufanya watu wengine wasifahamu. Mungu wangu. Mama, mimi naunda kikosi. Haijalishi ni leo au kesho au mtondogoo. Hawa waliohusika ni lazima kulipa kwa dhambi zao walizozifanya. Kuwa makini mwanangu. Hakikisha unanipatia ripoti ya kila hatua unayopiga. Sawa mama. Mwanamama Katha alikata simu hiyo na kisha kaifunika hiyo laptop. Mkuu, tupatie amri tumsake huyo Eddie. Sisi tumeshaambiwa kwamba yupo nchini Syria. Acha tuishambulie mkuu hiyo Syria. Na tuwashinikize kuhakikisha kwamba wanamfurumusha Eddie na watu wake ndani ya nchi yao, la sivyo wataendelea kushuhudia mashambulizi ya anga hadi watakapoweza kukubali wenyewe. Mshauri wa Katha alizungumza na kumfanya mwanamama Katha kukaa kimya kwa sekunde kadhaa. Hebu mpigie simu rais wa Israel. Msaidizi wa mwanamama Katha akapiga simu kwa rais wa Israel na kweli ilipokelewa. Halo? Ni mimi nazungumza. Katha alizungumza hivyo na ndipo rais huyo wa Israel akasema, habari yako mkuu? Sio salama. Nahitaji ufanye kazi moja. Ndio mkuu. Najua mpango wako mlioweza kuupanga wewe na Marekani katika kuishambulia Syria, si ndio? Ndio mkuu, na tupo kwenye maandalizi ya mwisho. Sasa shambulieni bomu moja kwa njia ya anga, lipige katikati ya mji. Na mkuu wa Islamic State atoke kwenye vyombo vya habari na kumshinikiza rais wa Syria amfurumushe Eddie na jeshi lake ndani ya nchi yake. Sawa mkuu. Je, unahitaji bomu la ukubwa gani? Liwe kubwa, tena kubwa zaidi litakaloogopesha dunia. Ila tu lionekane linatoka kwa magaidi. Hakuna shaka mheshimiwa, hesabu kazi imekwisha. Nashukuru. Mwanamama Katha alikata simu na kumfanya msaidizi wake kujawa na tabasamu, wakiamini kwamba shambulizi hilo basi wanakwenda kuweza kumdhibiti rais Eddie. Je, watafanikiwa? Naam, msikilizaji, upande wa pili mlango wa ofisi ya Eddie ukafunguliwa. Alionekana kuingia mkuu wa kitengo cha IT na kisha akasema, mkuu, kuna tatizo. Eddie akauliza, tatizo gani? Mkuu, twende kwenye commanding room. Wakatoka ofisini hapo. Jamani, mbona speedi? Jody aliuliza, na hii ni mara baada ya kukutana nao kwenye corridor. Kuna shida, hebu tujumuike pamoja. Basi kweli wakaongozana mpaka kwenye chumba hicho kikubwa cha kuongozea operesheni za kijeshi. Kuna kombora limefyatuliwa na Israel dakika 5 na sasa liko hewani kuja nchini Syria. Tumelinasa katika radar zetu na ni kombora kubwa sana la mashambulizi mkuu. Msaidizi wa kitengo hiko cha IT alizungumza. Eddie akasema, litatumia muda gani kufika hapo? Dakika 20 na hadi sasa hivi zimebaki dakika 15 tu mkuu. Tunafanyaje? Je, uwezo kulizuia tunao? Ndio mkuu. Mpigie rais wa Israel. Simu kweli ikapigwa haraka mno na kwa bahati nzuri pale ikapokelewa. Unaongea na Eddie. Sina haja ya kuweza kujitambulisha zaidi hapo. Ila kuna kombora lako umelielekeza nchini Syria. Una machaguzi mawili, kulizuia kabla halijafika au
niizike nchi yako kwa makombora yangu. Japo taifa lako ni taifa teule la Mungu, ila kwa uchokozi huu ulioweza kufanya, Mungu atakaa pembeni na kuacha nyi wenyewe mpambane. Na ninakutumia video ya sasa hivi kukuonyesha kwamba ni namna gani nitakavyoweza kuisambaratisha nchi yako ndani ya dakika 10 kabla hujaweza kunisambaratisha mimi. Naam, Eddie alizungumza hivyo na akatoa ishara ya makombora yake ya nyuklia 7 yenye nguvu kubwa na kasi ya ajabu, jinsi ilivyokuwa anaanza kufyatuliwa kuelekea Israel. Na video hiyo ikafika ofisi ya rais wa Israel na kuwafanya yeye na makamu wake wa majeshi waliokuwa hapo kwenye kikao wakitazama kombora lao jinsi linavyokwenda kuishambulia Syria. Walianza kuchanganyikiwa, kwani wao walikuwa wamemwaga mboga. Sasa Eddie alikuwa ameonyesha kwamba mimi namwaga ugali, hivyo chaguo ni la kwao sasa, kusuka ama kunyoa. Mheshimiwa, sisi mbona hatujafyatua kombora lolote? Mna dakika 8 za kufanya maamuzi kabla hamjatupigia. Nadhani tuonane kuzimu. Eddie alikata ile simu huku akitazama jinsi makombora yake yalivyokuwa yanachanja mbuga kuelekea Israel. Israel walizuia pale bomu lao, wakalirudisha kwao, huku Eddie naye akatoa amri ya mabomu yake yarudishwe Syria, kwani uwezo wa makombora hayo yametengenezwa kwa teknolojia inayoweza kulizuia bomu hilo kwenda kushambulia sehemu husika na kurudi sehemu ambayo ilikotokea. Yaani, kwa nini wameshambulia Yaani kwa nini wameshambulia? Judy aliuliza huku akimtazama Edison mwake. Sijui, ila ulichokifanya kwa Syria ni uchokozi. Lazima hapo Eddie kutakuwa kuna sababu. Kama sababu basi ni mama Katha. Ameumia kwa maana ya kwamba wanataka kupambana vita ambayo hawatoweza kuishinda na haiwahusu. Wataumiza tu watu wao. Wataumiza tu uchumi wa nchi yao. Watakwenda tu kuona magofu mengi kwa magorofa yao ambayo tutakwenda kuyashambulia. Eddie alizungumza na Judy huku akitoka ndani ya chumba hicho. Eddie, unajua Katha ni mtu hatari sana. Roho yake imechafukwa. Yaani yupo tayari kuweza kuzingiza baadhi ya nchi kwenye vita kwa ajili ya vita yenu. Njoni kuonyeshe kitu. Kweli waliingia ofisini kwa Eddie. Eddie akawasha pale TV na kuweka mkanda mzima wa operation ya makomando wake aliyokuwa amewatuma nchini Tanzania. Hapa si Dar es Salaam? Ndio, subiri uone. Waliendelea kutazama hadi kafikia hatua ya komando mmoja kumkabidhi mama Katha simu na kisha wakazungumza na Eddie. Yaani usiniambie Eddie umemwachia huyu shetani. Subiria, una haraka ya nini? Basi wakaendelea pale kutazama. Sasa mbona makomando wako wanaondoka bila ya Katha? Nilichokifanya na mimi unajua lifestyle yangu. Mimi ni mtu wa kutoa tahadhari ama kutoa onyo kwa adui yangu kabla kupambana naye. Sipendi kupambana vita, ila napo nilazimisha nipambane naye vita basi napambana naye kweli. Najua Katha ametumiza sisi sote, wewe pamoja na mimi. Nilichokihitaji ni kumdhihirishia kwamba ubaya wake haufanyi kazi. Lakini pili nilihitaji amtoe Nadia kwenye hii vita, kwa sababu Nadia hii vita haimhusu. Eddie, umefanya kosa kubwa sana. Haya sasa, umemwachia. Nini kinachofuata? Kinachofuata kwanza ni kutengeneza njia ya wewe kuwa rais. Ukishashika nchi, vita yako utailipiza kwa nguvu zote, ila kumbuka kitu kimoja Judy. Kumbuka wananchi wetu kwanza, maisha bora kwao, kisha haya mambo mengine ya kupambana ni yetu binafsi, yasije kuathiri utendaji wako ofisini, kwa maana ya kwamba unajua uongozi ni kitu cha kupita. Hivyo kwenye maisha yako usije ukalisahau hilo. Nimekuelewa Eddie. Judy. Hapo Eddie aliita kwa sauti ya upole huku akimtazama Judy usoni mwake. Najua unaweza kutekeleza majukumu kama rais. Hakikisha unakuwa imara. Unairudisha Tanzania kwenye ile chati iliyokuwa hapo. Hawa washenzi wameishusha sana nchi hii. Nimekuelewa Eddie. Naomba nikapumzike. Sawa.
Judy alisimama taratibu na kuanza kutembea kuelekea mlangoni, huku akionyesha dhahiri kutokuridhika kwa kitendo alichokuwa amekifanya Eddie cha kutokumkamata mwanamama Katha. Eddie, naam. Bado unampenda Katha, si ndio? Judy, ni swali gani hilo unaniuliza? Hapana. Naomba tu nijibu. Simpendi, ila nimempa nafasi ya kuweza kusitisha uovu anaoendelea nao. Nikimuua hutonichukia na kutokuleta vita kwangu. Siwezi Judy, na sitokuchukia. Na ndio maana nilihakikisha ninakutafuta sehemu zote za dunia mpaka nilifanikiwa kukupata. Wewe ni zaidi ya ndugu kwangu Judy. Tumepitia mambo mengi mno magumu, mabaya na mazuri, kwa siwezi kukuchukia. Ila unajua nini Eddie? Kiukweli mimi namchukia sana Katha. Na endapo nikikutana naye uso kwa uso, sitakuwa na muda wa kuweza kujishauri kwa mara mbili, kwani naye ninamjua. Na tulipitia mengi sana kufurahisha pamoja. Ila unapotaka kumuoa nyani usimwangalie usoni. Baadaye Judy alifungua mlango taratibu na kisha akatoka ndani hapo. Simu ya mezani ya Eddie ikaita, ilibidi aipokee. Ndugu yangu, mimi nashukuru sana ise. Mkuu wa jeshi anasema umefanikiwa kuweza kuzuia kombora la Israeli kwa kuwajibu mapigo. Alikuwa ni rais wa Syria, alizungumza kwa furaha sana. Aise, shukrani sana ndugu yangu. Mungu akubariki sana kwa niaba ya watu wangu wa Syria na serikali yetu. Tunakushukuru sana Eddie. Usijali ndugu yangu, ila hakikisha tu vyombo vyako vya usalama vinakuwa macho, kwani kuchelewa kwao kuona hili shambulizi ndio kuumia kwetu. Nitalisisitiza hilo, na nitaomba baadhi ya wataalamu wako waje hapa kuwafunza wataalamu wangu ili tuwe haraka sana kuona kitu kinachotukabili, kitu ambacho kinataka kutukabili, ili yani iwe kwa anga iwe kwa ardhini, ili iwe rahisi sisi kuweza kukikabili. Usijali, nitalipangilia hilo. Asante sana bwana Eddie. Rais wa nchi hii ya Syria, nchi ambayo yupo Eddie, yule rais alikata simu na kumfanya Eddie kwanza shushe pumzi taratibu. Akafungua pale friji yake, akatoa pale mzinga wa whisky na kuweka mezani na glasi moja. Alichukua vipande vya barafu kadhaa na kisha kaviweka ndani ya glasi. Akamimina pale kiasi cha kutosha kwenye glasi hiyo. Alianza kuinywa taratibu kama ishara ya kuweza kuburudisha moyo wake na kichwa chake. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona mwanamama Katha akizungumza akiwa anasema, mbona sioni taarifa yoyote ya shambulizi? Alizungumza hivyo Katha huku akiwa amekaa ndani ya ofisi yake katika ndege hiyo. Sijajua mkuu. Hebu mpigie rais wa Israeli. Simu ilipigwa na msaidizi wa Katha na kweli rais wa Israeli akapokea. Wewe, mbona sioni chochote? Mbona sioni mlipuko wala taarifa mlipuko? Mkuu, tumeshindwa. Unamaanisha nini? Na inakuwaje unashindwa? Na nchi ya Syria wewe umeipita kila kitu. Mkuu, unajua na kuingiza hapo video na rekodi ya sauti usikilize kisha uniambie ungekuwa wewe ungefanya nini. Hebu nitumie haraka nione. Mwanamama Katha alikata simu. Mlio wa taarifa ndogo iliyoingia kwenye laptop yake ikamfanya mwanamama Katha kuingiza neno la siri ndani ya laptop yake. Akafungua video ambayo Rais Eddie alikuwa ameituma kwa rais wa Israel. Akasikia pale sauti ya Eddie jinsi ilivyokuwa inamchimba biti rais wa Israel. Mwanamama Katha alijikuta akipiga pale meza huku akiwa haelewi. Shit. Hivi huyu mwanaume amepata wapi hii nguvu ya kumiliki nyuklia? Sijui mkuu. Tulimchukulia ni wa kawaida, ila ni mtu hatari sana. Mwanamama Katha akamkata jicho kali mno msaidizi wake ambaye pia ndio mshauri wake. Samahani mkuu. Msaidizi wake alijishtukia. Nimekuambia nipe jibu la nini tukifanye, na sio kuniambia mtu hatari au unataka nikampigie magoti Eddie. Eti Eddie nisamee, si ndio unataka niende hivyo nikamwambia Eddie mimi? Nipatie jibu, njia ya kukabiliana naye huyo Eddie, na sio kunitumbulia tu macho yako hapa. Kwanza hebu niache niwe peke yangu, toka. Msaidizi wa mwanamama Katha akatoka haraka sana ofisini hapo, kwani tayari mwanamama Katha alikuwa ameshachefukwa nyongo. Na mambo yake alishaanza kuona sasa yanamwendea mlama. Msikilizaji, majira ya saa 1 za asubuhi
Helikopta za rais 3 zikatua katika ikulu ya Dar es Salaam. Alipokelewa pale na mwenyeji wake ambaye ni makamu wa rais. Karibu sana. Nashukuru sana. Hebu twende kwanza tukazungumze kabla ya mambo mengine. Wakaingia ofisini kwa makamu wa rais. Ndugu yangu, imekuwa safari ya ghafla sana ndugu yangu. Hujui kilichotokea we makamu, hujui. Najua bwana. Na swala linashughulikiwa mbona? Wewe unachukulia mambo kiwepesi sana makamu. Unajua ni nani aliyehusika kwenye hayo mauaji? Hapana, ila si jeshi la polisi na X wanalishughulikia. Eti Rais alizungumza kwa dharau kidogo na kumfanya makamu wa rais kukaa kimya. Ipo hivi. Mimi nina ujumbe wako. Ujumbe wangu kutoka kwa nani? Kutoka kwa Eddie, ama unaweza kumuita Rais Eddie. Amekupaje huo ujumbe? Amenipigia video call usiku wa kuamkia leo. Kaniambia kwamba swala la wewe kugombania urais achana nalo na ulisahau kabisa. Na ukikataa kutekeleza anachokwambia, atakuwa wewe na familia yako. Yaani unaamini hilo ndugu yangu? Hivyo ni vitisho tu hivyo. Hana jipe yule jamaa. Wakati wake ulishakwenda na umepita. Ana nguvu gani yani? Ana uwezo gani wa kunizuia mimi nisigombee urais? Makamu wa rais alizungumza kwa dharau na kumfanya rais huyu kumtazama kwa macho makali mpaka akasitisha kile kicheko chake. Kwa hiyo wewe makamu, unahisi nachokizungumza hapa ni utani au sio? Sio utani. Unajua ajenda za Eddie ni kumuingiza Judy madarakani. Sasa wewe kama umeshajua anachokitaka, basi lazima tu atakuchimba biti, atakuchimba mikwara ili mimi nisigombee urais. Huyo ni mpuzi tu Huyo ni mpuzi tu kama wapuzi wengine. Na nimeshapata njia ya kuweza kumdhibiti huyo Eddie. Nasubiri tu muda na saa tu niweze kumshughulikia. Mtoto mdogo tu yule. Hivyo makamu, unajua wale waliokufa ni kina nani? Wale si walinzi wale. Walinzi wa nani? Hata sijui ni tajiri gani aliyekuwa amekaa kwenye lile eneo. Sasa ngoja nikwambie. Ipo hivi. Kwa wale waliouawa ni majasusi wa Scorpion. Na ule mtaa kumbe wote walikuwa wanaishi mule ni majasusi wa Scorpion. Hao Scorpion wamepandikiza watu hadi walinzi wetu wengine ni Scorpion. Sema tu wewe wajui. Hebu piga picha watu ambao sijui 58 wameuawa kwa risasi. Na waliowaua hakuna hata mmoja aliathirika, na ile timu nzima inamlinda mkuu wetu ambaye ana nguvu kuliko hata sisi. Sasa jiulize, walinzi ambao wanamlinda mkubwa wetu ambaye hata sisi tu hatumwezi wameuliwa. Jiulize tena, hao makomando wa Eddie watashindwa kukushika wewe nyang'ao wewe? Wewe wanakukamua hivi kama karatasi tu. Yaani wanaanza kukukamua utumbo wako mpaka kinyesi kidogo kikatoka. Sasa akili ni kichwani mwako. Mimi nimeshakufikishia ujumbe, ukae nao akilini. Eddie ameshakwambia sahau swala la kugombania urais. La sivyo wewe na familia yako mtakufa kifo kibaya wewe. Waliokufa unataka kuniambia ni walinzi wa mkuu wa Scorpion? Wewe bwana, mimi umenisikia vizuri tu. Sasa unalouliza hilo ni jibu. Sasa kama hao Scorpion wenyewe ambao sisi tunawaaminia, ambao hata tuwajui na hatujawahi kuonana nao uso kwa uso, wamekamuliwa vile, wewe atakufanya nini ndugu yangu? Wewe kama atakukamua kama juisi ya miwa hivi. Fonyo. Mimi nakwambia hivyo. Huo ndio ukweli. Maneno ya Mheshimiwa Rais Dismas yalimfanya makamu wake kuanza kujawa na wasiwasi. Labda tu nikusisitize. Eddie ameniambia kwamba amewaua, kumpa tu onyo mkuu wetu wa Scorpion. Sijui kama yu hai au amekufa. Sasa kazi ni kwako. Kama unataka kugombania urais, tambua tu kwamba hao Scorpion wenyewe hao, msaada wao utakuwa mguu ndani, mguu mwingine nje.
kwa sababu hakuna atayetaka kuwa kitoweo kwa Edi. Lakini sasa wewe ndugu yangu, si upo utanipa support ndugu yangu? Nikupe support ya nini? Si kwenye uchaguzi? Wewe mweu kweli wewe. Kukuunga mkono nitakuunga, ila mimi siko tayari kuyapeleka maisha yangu na maisha ya familia yangu kuzimu. Tulioyafanya yanatosha. Ni vema kustaafu kwa heshima kuliko tukaanguka kwenye uchaguzi kama hivi. Sawa, ila mimi najua mkuu ndio mtu pekee anayeniuzia mikugombania au kugombania urais. Sawa, yangu macho, ila mimi nimefikisha ujumbe. Wanasema sisi kila mkuu huvunjika guu. Kazi unayo baba. Usijali, mimi nitapambania kile cha kwangu. Mimi lazima nigombe urais tu bwana. Makamu wa rais alizungumza kwa kujiamini mno na kumfanya Rais Dismas kumtazama na kisha katabasamu, kwani anaijua tamaa mwenzake imefikia hatua sasa ambayo kushuka hawezi tena. Ni anautaka urais kwa udi na uvumba. Naam. Kwa upande wa pili tunapata kumuona Nadia. Nadia bwana aliulizwa na Rozi ya kwamba mkuu, ni unafanya? Alikuwa ni Rozi alimuuliza Nadia huku wakiwa wamekaa, kwani hapakuwa na alikuwa amepata usingizi mpaka kuna pambazuka. Rozi, kiukweli nachoka sana. Sijui nafanyaje. Hebu nishauri kitu kipya. Mama amekwambia leo sika ni Edi? Ndio. Si umemsikia hapa? Nadia, Edi ni babako. Hajalisha makosea kwa kiwango gani, ila damu inayozunguka mwilini mwako ni damu yake. Haitokuja kukaa kubadilika hilo hadi siku ya maisha yako. Upande wa mama ndio uliweza kukulea siku zote, huku ukiamini kwamba babako ni mfusi, ndio? Ndio. Sasa kama babako ametuma makomando na kuwa walinzi wetu wote, afu akamwacha mamako peke yake, tutambue kwamba babako ana nguvu ambayo ameijenga kwa kipindi chote hicho ambacho kabla ya sisi kuweza kujua kama yu hai. Mimi ninachokushauri rafiki yangu, hebu mlinde mama. Mama ni muhimu sana kwenye maisha yako, kwani yeye hajakutupa, ila fanya maamuzi ya busara kati ya baba au mama, au utumie nafasi kama mtoto kuwa mpatanishi kwao, la sivyo itakuwa ni maumivu makali mno kwako hapo baadaye. Unajua umeongea maneno hekima sana Rozi. Nashukuru. Karibu mkuu. Ila cha kukuongezea hapo, kaji tafakari. Ni mangapi mazuri babako unayoyakumbuka na mangapi mabaya babako unayoyakumbuka? Pima kwenye mizani na kisha fanya maamuzi kutokana na moyo wako utakavyoweza kuhitaji. Hapo Nadia alimtazama Rozi kwa sekunde kadhaa na kisha alitingisha kichwa kimaanisha kwamba amemuelewa, kwani vita inayoendelea sasa hivi ni ya wazazi wake, kwani wote wana umuhimu kwake, japo ameaminishwa na mama yake kwamba Edi ni mwanaume mbaya na katili sana na hafai kuwa baba kwenye maisha yake. Naomba uniamshe kutakapokuwa na taarifa muhimu. Kwa sasa cha kwanza nikipumzishe kichwa changu. Sawa mkuu. Hivi Rozi, jana tukupata namba yule mkaka Yupi? Yule mkaka yule niliyemkula hela zake kule klabu nikakaa naye pale counter. Hatujaipata. Yule kaka nimetokea kuvutiwa naye, ni handsome. Ana sauti nzito kama ya Nkojei. Yaani sijui hata nitampata wapi mimi. Sikiliza. Ninakutafutia kama utaweza kujali. Ila kama nakaa Dar es Salaam, hii basi ni rahisi kwa upande wetu kuweza kumpata. Ngoja kwanza niamke, acha kwanza nilale, huenda kichwa kitapata mawazo mapya. Sawa mkuu. Nadia alielekea chumbani kwake kwa ajili ya kwenda kujipumzisha. Naam, msikilizaji. Taratibu kwa upande mwingine, bidada Vivian alianza kumshika jogoo wa Ryan huku akiwa anamchua taratibu na viganja vyake vilaini. Ryan alitoa miguno huku akiwa anafumbua macho yake, kwani ndio kwanza alikuwa anaamka.
Taratibu bidada Vivian alianza kumnyonya pale jogoo wa Ryan huku akiwa amemwinamia. Yes baby, Ryan alilalama, na taratibu Vivian akamkalia jogoo huyo. Alianza kuzungusha pale kiuno chake huku mikono yake akiwa ameikita kifuani mwa Ryan. Kelele za raha ziliendelea ndani ya chumba cha Vivian, kwani imekuwa ni kama vile mchezo wa piga ni kupige. Kila mtu akahakikisha kabisa anampatia mwenzake haki anayostahili. Hadi wanahitimisha mechi hiyo, kila mmoja alikuwa ameridhika huku jasho likimwagika kweli kweli. Na kia Mungu, sijai kufanya mapenzi kama hivi. Hewe mwanaume kiboko aise. Vivian alizungumza huku akiwa amekilaza pale kichwa chake kifuani mwa Ryan. Kweli, haki ya Mungu, sijai kukutana na mwanaume mashine kama wewe. Yaani unajua unanikuna mpaka unanifikisha sehemu ambayo haielezeki. Yaani sijui hata niseme nini. Ila nashukuru Mungu kwa kukuleta wewe kwenye kipindi kama hiki. Kipindi ambacho kwa namna moja ama nyingine umeniokoa kwenye mdomo ambao kwa namna moja ama nyingine ningekuwa ni marehemu sasa hivi. Usijali. Iliyopita ni historia kwa sasa, sijui umeelewa. Una ufahamu kidogo kuhusiana na biashara magari? Nisiwe mwongo, sina ujuzi wowote ule kwenye biashara magari. Nimesoma masuala ya hoteli ujue mimi. Kama mwanaume wako alikuwa na wivu na wewe, kwa nini alikuruhusu wewe kwenda kufanya kazi kwenye hoteli? Oya acha tu. Nililazimisha sana kwenda kufanya kazi kwenye ile hoteli, na alikubali kutokana na rafiki yake, tena rafiki yake mwanamama. Ingekuwa ni mwanaume asingeweza kukubali, na nilikuwa nafanya kwa mazingira magumu mno, kwa maana ya kwamba akiwepo hapa nchini nisiende kazini, ila kisafiri kama kwenda Dubai huko basi ndo niende kazini. Na ile siku ni siku ambayo alikuwa ametoka Dubai. No. Yeah. Yule mwanaume ni shetani yaani ni shetani sana. Ryan ilibidi ashuke kitandani. Hivi umefikia wapi kwenye mipango yako ya kibiashara ya magari? Vivian aliuliza huku akimtazama Ryan jinsi alivyokuwa anaingia katika mlango wa bafuni. Zimesalia asilimia chache kuanza biashara. No. Sasa inabidi upate watu watakaoweza kukutangazia biashara, kwa maana kwamba unaweza kuwa na magari mengi na yastoke. Naelewa. Nataka tupange namna ya kuweza kuweka mipango madhubuti ya kuwafikia wateja wengi kwa wakati mfupi, ili tuwe tunaagiza pale mizigo mipya mara kwa mara. Kuna mdogo wangu mmoja hivi, yeye anashughulika na masuala ya kufanya biashara, ya kutangaza biashara za makampuni kwenye mitandao. Umeshakukutana na matangazo ya mtandao kwa mfumo kama YouTube? Yaani unatazama video kisha linapita pale tangazo la kampuni. Anajua. Sasa yeye ndo huwa anasaidia makampuni kutengeneza matangazo yao na kuyapitisha kwenye mitandao ya kijamii. Hivyo kama unamhitaji basi ni kitendo tu cha kuwasiliana naye, na kupitia yule mimi naamini atakupatia idea nyingi sana za kuendesha biashara yako, kwa sababu amefanya kazi na makampuni mengi, tuna makampuni makubwa hapa nchini. Anapatikana wapi? Ryan alizungumza mara baada ya kumaliza kujisaidia haja ndogo. Anapatikana Kinondoni. Ana ofisi. Ana ofisi yake na vijana wawili wanasaidiana naye. Ni kijana mdogo, tusema tu akili yake iko very smart. Leo tukitaka kwenda kumuona tutaweza kumuona? Tutaweza kumuona, ila changamoto unajua ni moja. Ipi hiyo? Lile shetani lile. Ni jana tu tumetoka kulikimbia. Unahisi kwamba wapambe wake hawatotuona? Anaweza kutuvamia na kutuua pia. Usiwe na shaka. Upo na mimi, hakuna bali takaloweza kutokea. Au nimpigie simu tukutane naye huku Bagamoyo, kwa maana kwamba ni mtu ambaye anaweza kumfuata mteja sema yote. Ryan alifikiria kwa sekunde kadhaa na kisha alitingisha kichwa pale kimaanisha kwamba Vivian ampigie simu kijana huyo. Vivian kweli alifungua drawer kitanda chake na kisha akatoa simu yake na kaiwasha, kwani toka Ryan alivyoweza kuizima siku iliyokuwa imepita alikuwa hajaiwasha. Akalitafuta jina lilokuwa ameliandika Dogo J, akaipiga simu hiyo na kweli ilianza kuita. Hey Dogo. Heshima yako sister. Nashukuru, uko wapi? Nipo ofisini ndo nafungua hapa. Sasa nataka uje Bagamoyo asubuhi hii, utaweza? Sister vipi, kwema? Upo na wewe chizi wako? Hapana bwana. Alinibutua jana, wewe acha tu.
Dada, mimi nilishakushauri sana achana na yule jamaa. Siku atakapokuwa ndo utajue kwamba ushauri wangu ni muhimu sana. Kwani pesa kitu gani sister? Wangapi wameachana na matajiri na kurudi katika hali ya umaskini na wanapata amani ya moyo na sasa hivi wana maisha mazuri tu. Wewe unang'ang'ana kisa pesa, utakuja ufe sister yangu. Unajua sister unanumiza sana, ila tu unapitia mateso sana dada. Jay, nimekuelewa. Mimi nishaachana naye. Na kutumia location sawa? Uje nilipo. Kuna dili mimi nataka nikupatie. Alafu nataka uje peke yako. Poa sister, basi acha mimi niwaachie maagizo vijana hapa kisha mimi nitoke. Okay, poa mdogo wangu. Vivian alikata ile simu. Itakuwa vizuri ukatumia jina la hoteli ambayo iko hapa Bagamoyo. Na tukutane naye hapo hotelini na sio hapa. Sawa pia. Hapa siwezi kumleta mtu. Ni wewe tu peke yako ndiye ambaye unapajua. Basi tujiandae ile tukute pale. Mara nyingi huwa sipendi nimkute mtu ambaye nahitaji kuonana naye eneo la tukio. Nahitaji yeye ndo anikute mimi. Okay, sawa mpenzi. Kweli wakajiandaa kwa pamoja na kisha wakaondoka nyumbani hapo. Mbona nitazama sana baby? Japo umepaka makeup lakini unaonekana kabisa umepigwa. Sasa watu wasijue kuona kama mimi ndo nimekutia kipondo aise. Hebu acha kufikiria watu mpenzi wangu. Sasa hivi nina amani moyoni mwangu. Na ninajihisi ni binadamu mpya. No, okay. Sawa sawa. Kweli wakafika katika hoteli walikuwa wamepanga kukutana na Jay. Wakapata pale kifungua kinywa na kwa bahati nzuri Jay aliweza kufika mapema mno. Umeendesha gari au umepaa dogo? Vivian alizungumza kwa kimkumbatia Jay. Sister yaacha tu. Unajua bwana huwa mimi ni mtu wa kwenda na chap chap. Vipi wewe ni nani kwa maana kwamba Victor akijua mwanangu umekufa sister. Jay alimnongoneza Vivian huku akiwa wamekumbatiana. Shemeji yako mpya huyo. Mungu wangu. Siogope dogo. Kutana na mume wangu anaitwa Mr. Jackson. Hapo Ryan akajitambulisha kwa jina jingine tena. Nashukuru bro kukufahamu Mr. Jackson. Jay alizungumza kwa kipiana mikono na Ryan. Mume wangu huyu hapa ni Jay, kwa kifupi anaitwa hivyo ila kwa kirefu ni Jerson. Baada ya kutambulishana pale Vivian akamueleza Jay ni kitu gani anachokihitaji Ryan katika biashara yake hiyo ya magari. Unajua kaka, kila kitu kinawezekana. Mimi nitakuandalia mipango ya kukuza biashara yako hususan kwenye mtandao. Na kisha ofisi kishafunguliwa ndio tuanze kufanya matangazo, kwa sababu sasa hivi tukisema tuweke matangazo kidogo tutawapa watu hofu, kwa maana kwamba hata ofisi hazijakamilika. Ila hilo wekani achie mimi. Nitahakikisha unapanda faster sana bro kuliko makampuni yote ya magari nilowahi kuweza kufanya nao kazi. Kikubwa tu tuweke kiwango kikubwa mno cha pesa kwenye matangazo. Dogo, pesa sio tatizo. Basi hakuna shida kaka, sababu kaka umekutana na mtu sahihi na mambo yatakuwa mazuri tu. Baada ya kumaliza kuzungumza Jay akaondoka. Nataka tuelekee mjini, kuna nyumba moja nataka kwenda kuiona ili ninunue. Sawa mpenzi wangu, haina shida. Waliondoka hotelini hapo na Ryan akaelekea kwenye mtaa ilipokuwa nyumba yake. Alisimamisha pale gari mbele ya geti la nyumba yake na kisha akashuka huku akiwa anatazama mazingira ya nyumba hiyo ambayo rangi yake ya ukuta ilikuwa imepauka kutokana na kukaa muda mrefu bila matunzo. Baby, yani nyumba yenyewe ndio hii? Vivian alizungumza mara baada ya kushuka ndani ya gari. Inabidi nimtafute mmiliki wa hii nyumba kwa sababu niliona kwa dalali mmoja hivi. Ni nzuri na pia hapo mjini. Mimi nimeipenda kwa kweli. Geti la jirani linalotazamana na nyumba yake likafunguliwa. Ilitoka gari nyeusi aina ya Subaru XT na taratibu gari hiyo ilisimama mbele ya Vivian na Ryan na kioo kikafunguliwa. Hamjambo. Mwanamama ambaye Ryan anamjua vizuri tu na alishawahi kutembea naye alizungumza kwa kitabasamu. Salama mama, shikamo. Walisalimiana pale kwa pamoja. Marhaba. Naona mnatazama mazingira ya nyumba hiyo Ndio mama, naamini wewe ni jirani yake. Unafahamu umiliki hapa? Mmiliki wake aliondoka kwenye hiyo nyumba miaka kama 6 au 7 hivi. Hadi leo hii sijawahi kumuona yule kijana. Kwa hiyo hapaishi na mtu humu ndani hadi sasa.
Haishi, hamna mtu anaishi hapo. Ipo hivyo hivyo tu kama unavyoona. Okay, sawa mama, shukrani. Ryan alizungumza huku akimtazama mwanamama huyu ambaye japo umri umesogea ila na muonekano mzuri bado. Mmependeza sana. Asante mama, shukrani. Vivian alizungumza huku akimgeukia Ryan kwa kudeka. Haya, kwaherini. Wakaondoka pale taratibu eneo hilo na kumfanya Ryan kutembea hadi karibu na geti la nyumba yake, ambapo anakumbuka siku ya mwisho kuondoka nyumbani kwake hapo ni siku ambayo alikwenda kujisalimisha katika shirika la kijasusi la X, na kuanzia hapo hakuwahi kurudi katika nyumba yake hiyo. Nimekumisi. Ryan alizungumza huku akitazama nyumba yake hiyo. Wakaingia ndani ya gari na kisha wakaondoka. Mbona ulimwambia Jay kwamba unaitwa Jackson na sio Ryan? Kila mtu ana majina mawili. Jackson ndilo nitakalolitumia kwenye biashara hii, ila Ryan nitapenda wewe unalitumia wewe tu mwenyewe. Okay, sawa mume wangu, nimekuelewa. Mimi jina langu la pili naitwa Miriam. Jina la marehemu bibi yangu mzaa baba. Okay, sawa. Vivian alikambusu pale Ryan kwenye shavu huku wakiwa nakatiza mitaani, na wakatokea katika mtaa ambao walikuta watu wengi tu, huku ulinzi ukiwa umeimarishwa na mtaa mzima ulikuwa umefungwa. Kuna nini tena? Vivian alizungumza huku akishusha pale kioo cha gari. Ryan akasema sijui. Ryan alizungumza huku akitazama pale maafisa wa X wakiwa wameimarisha ulinzi eneo hilo. Alishusha pale pumzi taratibu mara baada ya kumuona Monica akiwa anazungumza na mkuu wa jeshi la polisi. Ryan naye akafungua pale kioo na kumuuliza jamaa aliyekuwa amesimama pembeni, "Wewe bro, kuna shughuli gani tena hapo?" Kuna mauaji mambo yametokea, nasikia watu wa mtaa mzima huu wameuawa." Majumba yote haya mbona yanaonekana kama yana ulinzi mkali mno? Kaka, hata sisi wenyewe tujui bwana wameuawa vipi, sasa hata tuelewe. Okay, shukrani chief. Ryan alizungumza huku akifunga pale vioo vya gari. Hadi sasa vijana wangu hawajapata wahusika. IGP alizungumza huku akimtazama Monica usoni mwake. Hata sisi kwa upande wetu hatujapata taarifa yoyote. I say, hadi naishiwa pozi, wahusika sijui walikuwa na lengo gani kuwa watu wengi. Inabidi ulitangaze kama shambulizi la kigaidi kwenye vyombo vya habari, kwa maana kwamba wewe ndio mkuu wa jeshi la polisi. Nimewaambia vijana wangu waandae mkutano na waandishi wa habari baada ya saa. Nitazungumza nao makao makuu. Okay, sawa. Mimi na vijana wangu bado tunaendelea kuwepo hapa jijini kuhakikisha kwamba tunaongeza nguvu katika kuwasaka wauaji. Ila hawa waliouliwa wana silaha tena kubwa na hawaonyeshi ni lini wameingia nchini Tanzania. Na hakuna mwenye taarifa yoyote kwenye database, na inaonekana ni genge la majambazi ambalo liliamua kuweza kuja kuweka makazi yake kwenye huu mtaa. IGP, nakupa ushauri tu mdogo. Usiendelee kuwaza hiko unachokiwaza kwenye akili yako, kwani itagharimu maisha yako na kazi yako pia. Wewe nenda tukatoe taarifa kwamba magaidi wamevamia mtaa na kuua watu hao. Hayo mambo mengine wewe kuyasema sijui waliouawa, sijui wamekutwa na silaha, sijui na nini, naamini hayatakuwa maneno mazuri kwa kuendapo tu atayasikia. Ila kama utahitaji kufuata upelelezi uliouona, basi usije kusema kwamba mimi sijakushauri. Kazi njema mzee wangu. Monica alizungumza na kisha akatoa ishara kwa vijana wake. Wakaingia na magari yao matano yanayofanana, na taratibu magari hayo yakapita karibu na gari lilokuwa amepanda Ryan, ambaye aliyasindikiza kwa macho tu kupitia kioo cha pembeni cha gari lake mpaka yakatokomea yanapoelekea. Taratibu Ryan ilibidi ageuze gari. Wakaondoka eneo hilo. Ila inchi bwana ina mambo ya ajabu sana. Hivi nakuaje watu wa mtaa kama ule wauliwe? Vivian alizungumza kwa kimtazama Ryan usoni mwake. Unajua kistajabu ya Musa utaiona Firauni, ndio haya sasa. Kwa kweli tunakwenda wapi mume wangu? Kwenye ofisi yangu. Ryan alizungumza na moja kwa moja akaelekea ilipokuwa ofisi yake. Wafanyakazi walimchangamkia kwa furaha, japo ni mara ya kwanza kukutana naye, ila walishapewa maelezo ya ujio wa Ryan, na baadhi yao ni makomando ambao ni wapelelezi wa Eddie, ambao kadiri siku zinavyozidi kusonga mbele ndivyo jinsi anavyozidi kupandikiza makomando wake ndani ya nchi ya Tanzania. Hii yote ni kuhakikisha kwamba Judy anakwenda kushinda kiti cha urais, hata kama ikiwa ni kwa kumwaga damu. Wow. Umejitahidi sana mpenzi wangu. Vivian alizungumza, na hii ni mara baada ya kutembezwa eneo zima na injinia wa jengo hilo la ghorofa moja ambalo lina eneo kubwa tu la kuweka magari watakayoweza kuyauza. Baby, Vivian aliita kwa sauti ya upole mara baada ya kuingia ndani ya gari. Yes.
Najua tuna muda mfupi sana kwenye hili penzi letu ambalo limekuja automatically. Sijakujua kwa undani, sijui background yako, yani nipo kipofu juu yako naweza nikasema. Ryan alishusha pumzi taratibu na kumgeukia Vivian. Utanifahamu taratibu. Uwezi kunijua kwa siku moja au kwa siku mbili au kwa wiki au kwa mwezi. Kila kitu kinakwenda taratibu. Na siku ya siku mambo tu yataeleweka. Nadhani umenielewa. Sawa. Vivian alijibu kwa unyonge na kisha wakaondoka eneo hilo. Namuonea huruma Vivian, sijakazama dipu na Ryan. Ryan bwana. Ryan ana mtu wake huko. Utapokuja kuzama dipu mwenzio ndo anapokuacha. Bana, upande wa pili tunapata kumuona mwanamama Katha, na hii ni mara baada ya kushuka tu ndani ya ndege katika kiwanja kilichopo katika kambi yake. Moja kwa moja mwanamama Katha akaelekea katika gereza alilokuwa amewekwa mzee Dickson. Alimkuta pale akiwa amening'inizwa hewani, huku mikono yake ikiwa imefungwa kwa nyororo, huku akiwa kwa utupu mwili mzima ukiwa unavuja pale damu kutokana na kipigo kikali alichokuwa amekipata. Hebu niangalie wewe fala. Kumbe ulikuja kunipeleleza, si ndio? Mwanamama Katha alizungumza kwa hasira huku akimtazama mzee Dickson usoni mwake. Kiukweli sijui unaongea nini. Eti hujui naongea nini Mwanamama Katha alinyosha mkono wake wa kulia, alikabidhiwa pale gloves. Baada ya kuzivaa, akalisogelea meza kubwa iliyokuwa imejaa vifaa vya kumpatia mtu mateso. Akaitazama kwa sekunde kadhaa na kisha akachukua pale pliers. Akarudi eneo alipokuwa amening'inia zwa yule bwana Dickson. Umemtumia Ed location ya eneo nilipo, si ndio? Kumbe wewe amekutuma hapa kama mpelelezi wake, si ndio? Mwanamama Katha alizungumza kwa kimbana yale makorodani yake huyu bwana Dickson kwa kutumia pliers. Bwana Dickson alipiga kelele kubwa mno, maumivu makali alikuwa anayapata si mchezo. Mwanamama Katha alizidi kumpatia mateso bwana Dickson hadi akazima, na hii ni kutokana na maumivu makali mno. Mkuu, tumfanyaje huyu? Sitaki kumuona. Sijui mnaelewa? Hata mabaki yake sitaki kumuona, mdumbukizeni kwenye sima la mamba. Mwanamama Katha alizungumza huku akivua zile gloves zilizokuwa zimejaa damu kutokana na mateso ya kuminyaminya na kumkatakata bwana Dickson sehemu mbalimbali za mwili wake. Vijana wake wakambeba bwana Dickson mpaka kwenye kisima kikubwa ambacho Katha alikuwa anafuga mamba zaidi ya 50 ambao ni wakali vibaya mno. Akashuhudia pale bwana Dickson akitumbukizwa ndani ya kisima hicho, na mwili wake ulishambuliwa vibaya mno haraka sana na mamba hao ambao ndani ya dakika chache tu bwana Dickson akawa vipande. Mwanamama Katha akarejea moja kwa moja chumbani kwake na kisha kapitiliza mpaka bafuni. Akavua nguo zake zote, akamwagiza mfanyakazi wake wa ndani azichome moto nguo hizo. Baada ya kuoga akarudi chumbani kwake, alimimina pale whisky katika glasi na akanywa kwa mkupuo. Eddie, huwezi kunishinda kirahisi wewe. Sijai kushindwa na mtu mshenzi kama wewe. Mwanamama Katha alizungumza kwa kiwaza mpango mpya ambao anaamini akimbamiza nao Eddie ni lazima mshinde. Kutokana na mawazo mengi, mwanamama Katha alijikuta kinywa kiasi kikubwa mno cha pombe hiyo kali mpaka ili mshinda, na alijikuta kilala tu pasipo kupata mpango wowote wa kumsaidia katika mapambano yake na Eddie. Naam, msikilizaji, kwa upande wa Ed unapata kumuona msaidizi wake akiwa anasema mheshimiwa. Waandishi wa BBC wapo hapo. Msaidizi wa Ed alizungumza huku akimtazama Ed usoni mwake, na ndipo taratibu Ed akavaa kinyago cha kuficha uso wake kwani hahitaji watu wengine wafahamu kama yuko hai. Aliingia katika chumba cha kupumzika na akakutana pale na binti mrefu hivi mwenye asili ya Kisomali akiwa ameongozana na kameramani wake ambaye ni mwanaume tena mwenye asili ya Uingereza. Ed aliwakaribisha pale, karibuni sana. Ed alizungumza huku akibadilisha sauti yake. Wakamwambia tunashukuru sana. Walizungumza kwa furaha kwani kuishi kwao Australia na kuripoti taarifa nyingi za nchi hiyo hawakufanikiwa kufika katika kambi ya Ed ambayo toka wanaianza safari yao walifungwa pale vitambaa vyeusi machoni mwao na wakaingizwa kwenye gari na kuzungushwa kwa kilomita kadhaa, na kisha wakabadilishwa na kuingizwa kwenye gari nyingine, na hiyo gari pia ikawazungusha kwa kilomita kadhaa, na kisha wakapandishwa kwenye helikopta na ikawafikisha kwenye milima hiyo, na hadi wanashushwa ndani ya helikopta hiyo hawakuweza kuona chochote, na walipoingizwa ndani ofisi hiyo ndipo walipoweza kufunguliwa macho yao. Jisikieni amani kwa maana mpo sehemu salama. Tunashukuru sana. Hongereni kwa maana kwamba nafuatilia taarifa zenu za BBC. Mnazosiripoti kwa namna moja ama nyingine.
mnajitahidi sana kuonyesha ukweli na uhalisia wa maisha ya watu wa Syria. Eddie alizungumza kwa sauti ya upole, yani sio ile sauti yake kabisa. Wakajibu pale, tunashukuru sana. Kama sijakosea unaitwa Camilla? Ndio mkuu, naitwa Camilla na huyu ni kameramani wangu anaitwa Peter. Okay, sawa. Nimewaita hapo kutokana na hitaji mfanye interview na mtu muhimu sana ambaye wengi wenu mliweza kumuona kwenye mitandao ya kijamii. Na mimi mkimhoji basi mtapata kujua ukweli wa mambo mengi sana kuhusiana na yeye. Sawa, hakuna shaka, tunakushukuru sana. Okay, nakuja. Eddie alisimama na kutoka ndani hapo. Eneo la mahojiano liko tayari? Eddie alimuuliza msaidizi wake na msaidizi wake akasema ndio mkuu. Okay, sawa. Eddie aliingia chumbani kwa Judy na akamkuta pale akiwa anafanywa pale makeup kwa ajili ya kuweza kufanywa mahojiano hayo. Wameshafika tayari. Na hicho kinyago vipi? Sihitaji wanione sura yangu. Kwa nini sasa? Sitaki kuweka mkanganyiko wa habari. Hii siku ni kwa ajili yako na sio kwa ajili yangu. Okay, sawa, nimekuelewa. Judy alisimama huku akiwa amevalia suti nyeusi ambayo ilikuwa imemkaa vizuri sana katika mwili wake. Mwili wake ambao ulikuwa unaendelea kurudisha afya yake japo kwa sasa bado ni mwembamba. Wakaelekea moja kwa moja katika eneo la mahojiano na kuwakuta pale Camilla na kameramani wake ambaye ni Peter. Walikuwa wameshafunga kamera 3, taa zenye mwanga mkali zimefungwa. Camilla na Peter wakajawa pale na mshangao uliochanganyikana na tabasamu pana. Wakasalimiana na Judy huku wakikumbatiana, kwani kipindi walichokuwa wanafanya kazi Afrika Mashariki katika nchi ya Kenya walishawahi kufanya mahojiano ya kwanza na Judy mara baada ya kukabidhiwa nchi kama rais baada ya kifo cha ndege cha Rais Eddie. Nimefurahi kuweza kuona mpo pamoja tena, Judy alizungumza huku akionyesha furaha yake, na wao wakasema hata sisi Madam President. No. Sasa hivi mimi sio rais bwana, niiteni tu Judy. Okay, sawa mheshimiwa, ila heshima yako iko pale pale. Uliweza kuwapa hamasa wasichana wengi wa kike ambao kwa nafasi yako uliokuwa nayo waliamini kwamba wanaweza kufika ulipokuwa umefika wewe. Nashukuru sana. Tuanze sasa. Camilla alizungumza na wakakaa kwenye viti vilivyokuwa vimeandaliwa. Judy akafungwa pale waya wenye maiki ndogo iliyoingizwa ndani ya suti yake, na maiki hiyo ikawa imebanwa eneo la kifuani mwake. Kila kitu kiko sawa Peter? Ndio boss. Okay, sawa. Eddie yeye alikaa kwenye kiti kimoja huku akifuatilia mahojiano hayo kwenye TV iliyokuwa imefungwa eneo hilo. Karibuni sana wapenzi watazamaji wa kipindi chetu cha mahojiano. Leo tuna mgeni ambaye dunia nzima tulipigwa na butwaa mara baada ya kuona video zake zikiwa zimesambaa katika vyombo vya habari, huku baadhi ya serikali zikitoa matamko ya kwamba video hizo ni za kutengenezwa na zina mipango ya kuchafua mataifa yao. Camilla alizungumza huku akiwa anatazama kamera iliyopo mbele yake. Eddie alishusha pumzi huku akiwa anatazama uzuri wa Camilla aliyekuwa anaendelea kuzungumza. Mgeni wetu si mwingine ni aliyekuwa rais wa Tanzania Bi Judy. Karibu sana. Kamera iliyokuwa imesimama mbele ya Judy ikaonyesha uso wa Judy ambaye japo amefanywa makeup uso wake lakini bado anaonekana kukonda, japo sio kama alivyoonekana katika video zilizorekodiwa na simu akiwa kule nchini Russia. Nashukuru sana. Judy alijibu hivyo. Mwandishi huyu Camilla akauliza pale swali kwamba kwanza tunahitaji kufahamu ilikuwaje dunia ikatangaziwa kwamba wewe ni marehemu na leo tunakuona ukiwa uko hai. Swali la Camilla likamfanya Judy kwanza kushusha pumzi taratibu na kisha akasema, kwanza kabla yote nimshukuru sana Mungu kwa kuniwezesha mimi kunipa uhai hadi leo. Natambua ni wananchi wengi wa Tanzania walipitia katika kipindi kigumu ambacho nchi kama nchi ilikuwa sio rahisi kwa wao kuamini kwamba mimi na Rais Eddie tulifariki dunia. Judy alipofika hapo alikaa kimya kwa sekunde kadhaa na kisha akaendelea kuzungumza. Kwenye serikali yangu mara baada ya kifo cha Rais Eddie nilihakikisha tunafanya uchunguzi kujua ilikuwaje ndege kubwa kama ya rais iliyotengenezwa kwa ubora wa hali ya juu kulipuka angani. Sasa katika uchunguzi ule tulipelekea kukutana na ukinzani wa kundi kubwa la watu wanaojiita Scorpion. Scorpion? Hao ni kina nani? Mwandishi Camilla aliuliza hilo swali, na hapo ndipo Judy akamtazama Eddie kwa jicho la kuibia. Eddie alimpa ishara ya kuendelea azungumze tu. Judy akasema,
Scorpion naamini hili halitakuwa ni jina geni kwa baadhi ya watu. Naweza nikasema Scorpion ni genge la wauaji, wanyonyaji, watu wenye uchu wa madaraka. Utendaji wa kazi wa Scorpion ni kwamba wanatawala nchi zenye nguvu na zisizokuwa na nguvu. Aha, Bi Judy, unaposema wanatawala nchi zisizo na nguvu na zenye nguvu, unamaanisha nini? Iko hivi. Hilo genge ni genge la watu wenye pesa nyingi sana duniani. Wana ushawishi mkubwa ambao umewafanya kuwa na wafuasi wengi ambao ni majasusi. Viongozi ambao walikuwa wanatawala kwa kutokufanya matakwa yao, wengi wao walishakufariki dunia. Nina imani mnakumbuka katika mkutano wa marais Berlin, Ujerumani, kulitokea mlipuko na marais ambao hawakuwa katika chama la Scorpion wote walifia katika lile jengo, huku wachache wakitoka. Katika ile siku wa Tanzania wengi watakuwa wanakumbuka ya kwamba hata rais wetu alifia hospitalini mara baada ya kupenyeziwa sumu ndani ya chumba chake alichokuwa amelala. Hivyo Scorpion wamekuwa ni watu wa kusimamisha wale wanaohitaji katika nchi. Marais wengi wamekuwa ni vibaraka wa Scorpion ambao ni wanafanya yale ambayo Scorpion wanayahitaji. Nimeanzia mbali kidogo ili muweze kuona chimbuko la tatizo hili. Aha, Bi Judy, unataka kusema kwamba Scorpion ndio waliohusika na kifo cha Rais Eddie pamoja na kifo chako ambacho kilitangazwa? 100%. Uko sahihi ndugu mwandishi. Kipindi Rais Eddie akiwa ni general wa jeshi, alihakikisha anapambana na Scorpion mpaka alifanikiwa kuangamiza viongozi wake ambao kwa namna moja ama nyingine ilikuwa ni kwamba amekata mzizi. Sasa ilikuwaje Scorpion wakarudi kwa mara nyingine kama Rais Eddie alishakata mzizi? Camilla aliendelea kuuliza maswali huku akimtazama Judy usoni mwake. Bi Judy alikaa kimya kwa sekunde kadhaa na kisha kanywa pale kwanza glasi ya maji. Scorpion wa awamu ya pili waliofufuliwa na mtu wetu wa karibu sana ambaye alikuwa anatujua sisi nje ndani. Mtu wa karibu ni nani huyo? Judy alimkata jicho la kuibia Eddie na alimpa ishara kuendelea kuzungumza awe huru. Mtu huyo anaitwa Katha, mke wa halali kabisa wa ndoa wa bwana Rais Eddie. Ngoja kwanza, hapo kidogo umetuacha. Mke wa Rais Eddie amefufua vipi Scorpion? Na ilikuwa inamnufaisha vipi na ilikuwaje mpaka kaifufua? Na alipata wapi uwezo wa kuweza kuifufua? Mwandishi huyu wa habari Camilla aliuliza maswali hayo mfululizo huku akiwa na uchu kutaka kujua nini kilichokuwa kimetokea. Najua wengi mtakuwa mnajiuliza zile picha na video za Rais Eddie akiwa anaongozana na mke wake kwenye maeneo mbalimbali huku akionekana kuwa na mapenzi makubwa na ya dhati. Hadi jarida moja duniani lilitaja ndoa yao ni ndoa bora za viongozi duniani ukiachana ya Obama na mke wake. Ila ukweli ni kwamba Rais Eddie na mke wake dakika za mwisho walikuwa na uhasama mkubwa uliomfanya mke wake apandikize watu na kuilipua ndege yake. Kwa hiyo unataka kusema Katha ndio amehusika na kifo cha Rais Eddie ambaye ni mume wake? 100%. Na yeye ndio amehusika na kuniteka mimi pamoja na mume wangu hadi akapelekea kifo cha mume wangu. Oh, pole sana. Nashukuru mwandishi wa habari. Judy alizungumza kwa machozi yakiblenga kwa uchungu. Ilikuwaje Katha akaifufua Scorpion? Scorpion ilianzishwa na baba yake mzazi. Yeye ndo alikuwa kiongozi mkuu wa Scorpion duniani kote. Sasa baada ya kumdhibiti, kwa sababu ndo alikuwa adui yetu tunayemtafuta na kuishi naye, na ndipo baada ya miaka kadhaa Katha alianzisha pale Scorpion na akaiendeleza pale alipokuwa ameisha baba yake. Sasa Bi Judy, kuna ushahidi wote ambao unaweza kuthibitisha kwamba Bi Katha ndio kiongozi wa Scorpion? Kwa sababu shutuma ulizozituma ni kubwa sana. Nikuuliza swali mwandishi wa habari. Niulize. Una ushahidi ya kwamba nipo hai ikiwa ulitangaziwa kwamba mimi nimekufa? Swali la Judy likamfanya Camilla kutabasamu na akabaki na kigugumizi japo jibu analo. Ila akilijibu basi atakuwa amejifunga yeye mwenyewe. Kwani anachokizungumza Judy ni mambo ya ndani sana ambayo raia wa kawaida hawawezi kuyafahamu zaidi ya wanafamilia na watu wa karibu na Eddie pamoja na mkewe Katha.
Camilla alishikwa na kigugumizi, na hapo ndipo Judy akasema, hapo ndio ujue kwamba ninachokizungumza ni kitu ninachokijua na nilishakipigania katika maisha yangu. Sijui unanielewa mwandishi wa habari? Nimekuelewa. Rais Eddie amefariki na umesema kwamba pia mume wako amefariki. Adui yako mkubwa ni Katha. Je, nini ambacho utakifanya ikiwa umebaki peke yako? Judy alikaa kimya kwa sekunde kadhaa na kisha akasema, nahitaji kuweza kupigania kiti changu cha urais ambacho nilidhulumiwa na walanguzi wa madaraka. Nahitaji kuirudisha heshima ya Tanzania katika sehemu ambayo ilikuwa inaheshimika na kuogopewa na maadui zetu. Nahitaji kuifuta Scorpion kwenye ramani ya dunia. Je, unahitaji kutumia kiti cha urais kama njia ya kulipiza kisasi kwa maadui zako, hususan Katha? Swali hili la mwandishi wa habari lilimfanya Judy kunyanyua pale glasi yake ya maji na kisha kanywa taratibu. Siwezi kutumia nafasi au kiti cha urais kupambana na maadui wangu binafsi. Nitakachokifanya kwanza ni kurudisha utaratibu wa malipo kwa wananchi wote kuanzia miaka 18 kuelekea mbele, lakini pili nitahakikisha ninailinda nchi kama katiba itakavyokuwa inahitaji kufanya. Lakini jambo la tatu nitahakikisha hakuna anayeifanyia masihara nchi ya Tanzania, kama matukio hivi karibuni ambayo mnayasikia. Matukio ya wanafunzi kuuawa mapangoni, mara watu wameuliwa mtaa mzima. Kipindi changu cha urais au cha awamu cha Rais Eddie, hayo mambo hayakuwepo wala kusikika. Nchi kwanza, hiyo ndio ajenda yangu kubwa. Je, unahisi kwamba ukiwa rais Scorpion watakuachia kirahisi? Wakijaribu kufanya walioyafanya, ndipo hapo nitakapohakikisha kwamba wanakiona cha mtema kuni. Kwani hawatakuwa na nafasi ya kuweza kufanya mauaji ya viongozi kama vile wao ndio malaika watoa roho. Lazima genge hili la wahuni lidhibitiwe, na hatuwezi kuwa na dunia ambayo inachaguliwa kuwa na viongozi ambao 50% ya maamuzi yao yanafanywa na watu wengine. Lazima tuwe tuna viongozi watakaohitaji kufanya maamuzi yao wao wenyewe na sio kupelekeshwa na mtu. Okay, sawa. Je, utawezaje wewe mwenyewe ikiwa watu wako uliokuwa unafanya nao kazi kwa karibu wengi wao ni marehemu kwa sasa, na uone kama ni hatari kwa upande wako kama adui zako wapo na watajua juu ya kwamba upo hai? Sina cha kupoteza kwenye hii vita kwa sasa. Nitapambana hadi tone langu la mwisho, na waamuzi wa kweli ni wananchi wenyewe wa Tanzania. Kama wanahitaji kuendelea kupelekwa puta na viongozi watakaokuwa ni vibaraka kwa watu wengine, basi watafanya maamuzi kwenye uchaguzi huu ambao unakwenda kuanza. Na kama watapenda, basi wahakikishe wanasimamia ilipo haki. Hali yako kiafya je, itakuwezesha kupambana kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi? Ninazidi kumshukuru Mungu ya kwamba hali yangu kiafya inazidi kuimarika siku hadi siku. Nimekuwa ni mtu imara, madaktari wanazidi kunipambania, na ninawashukuru kwa namna moja ama nyingine ya kwamba wameokoa maisha yangu, na kwa msaada wa Mungu aliye juu, uwezo wa kupambana ninao, nguvu ninazo, na pia nipo sawa kiakili tena kwa 100%. Je, kwa dakika chache unamzungumziaje Rais Eddie ambaye kwa historia umefanya naye kazi kwa kipindi kirefu? Eddie alikuwa ni mcheshi, mtu asiyependa kujikweza. Cheo chake hakikumfanya jioni ni tofauti na watu wengine. Ninaamini ya kwamba ushahidi wa video za jinsi alivyokuwa akiishi na watu na kutengeneza mifumo rafiki kati yake na wananchi ni jawabu tosha ya kile ulichoweza kukiuliza. Nashukuru sana na tunafurahi kuzungumza na wewe. Nami nashukuru mwandishi wa habari. Je, swali moja la mwisho. Ilikuwaje hadi ukatekwa? Tukatangaziwa ya kwamba umekufa na mwisho wa siku tukakuona kwenye harakati hizi za kutoroka ukiwa kwa nchini Russia. Ni maisha gani ambayo ulikumbana nayo wewe na mume wako kwenye hiyo miaka yote ya kuwekwa gerezani? Judy alishusha pumzi taratibu huku akimtazama mwandishi wa habari huyu Camilla, na kisha akasema, kwa kuzungumza sitoweza, na kwa sasa sitoweza kuongea, ila ipo siku nitaliongelea, na tena nitaliongelea kwenye maandishi. Unapozungumza kwenye maandishi unamaanisha nini? Nitaandika kitabu cha historia yangu, na watu wengi watasoma yale yote ambayo walikuwa hawayajui kuhusu mimi. Je, tukitegemee kitatoka lini?
mwaka wowote pale Mwenyezi Mungu atakaponiwezesha. Sawa, nikushukuru tena kwa muda mwingine kwa kutupatia nafasi hii kwa kukutana na wewe. Tunashukuru sana. Camilla alipeana pale mkono na Judy na mahojiano hayo yakaishia hapo. Nahitaji kupumzika, Judy alimwambia Eddie huku machozi yakimlengalenga. Eddie akaelewa hali ya Judy, kwani ameulizwa maswali yaliyomtonesha maisha yake ambayo yalikuwa mabaya mno kwake na marehemu mumewe. Haya mahojiano mnayarusha muda gani kwenye television? Leo saa 3 usiku kwa masaa ya huku. Okay. Tunatarajia leo mazuri. Tunawashukuru sana. Basi mtarudishwa hadi sehemu mlipoweza kuchukuliwa na mtakuwa mpo salama kabisa. Asante sana. Eddie alipeana nao mikono huku akiwa amevalia pale kinyago kilichokuwa kimeficha uso wake. Kwamba kama hutojali naweza nikakuuliza swali? Camilla alizungumza huku akiwa anapeana mikono na Eddie, na Eddie akamwambia bila shaka. Kwani umevaa kinyago, wewe ni nani? Eddie alimtazama Camilla jinsi alivyokuwa mrembo. Akamwambia kunijua mimi kwa sasa sio vyema, ila tutambua nipo. Okay, basi ni namba yangu, kama utahitaji kuzungumza na mimi private basi nipigie. Camilla alizungumza huku akimkabidhi kadi yenye namba 2 za simu. Eddie akaipokea kadi hiyo na kisha akaiweka mfukoni na akawakabidhi Camilla na kameramani wake kwa msaidizi wake, na kisha akatoka eneo hilo. Jinsi walivyofika eneo hilo ndivyo jinsi safari yao ya kurudi walipotokea ilianza. Baada ya masaa 2 ya safari kwa helikopta, kisha wakaingia kwenye gari 2 tofauti, wakafikishwa eneo walipokuwa wameliacha gari lao. Nimefurahi sana kukutana na Judy, Peter alizungumza huku akiendesha gari lao lenye chapa kubwa ya BBC. Hata mimi kweli, unajua watu ni wabaya sana. Ila hii taarifa tukiifikisha tutapata sana umaarufu wetu ulioshuka. Ni kweli kabisa Camilla, ila nahitaji kustaafu. Nini? Ya Camilla, unajua nahitaji sasa kufanya maisha mengine tofauti na hii kazi. Nahitaji kurudi Uingereza kuendelea na maisha yangu na familia yangu. Unajua tunafanya kazi kwenye mazingira magumu na ya hatari. Tafadhali Peter, hebu niambie ulichozungumza unanitania bwana. Hapana Camilla, najua tumefanya kazi kwa kipindi kirefu. Tumekuwa marafiki kwa muda mrefu. Ila nini ambacho tunakipata zaidi ya pesa na kuhatarisha maisha? Hii safari leo unajua imenifanya nijisikie mambo mengi sana. Umefumbwa macho. Tumesafiri kwa umbali mrefu kwa gari kwa urefu tofauti. Tumejikuta tukipanda helikopta huku tumefumbwa macho. Hivi kama ingekuwa ni watu wabaya ndio wanakwenda kututeka ingekwaje? Peter, usiwe na wasiwasi. Kila kitu kitakuwa vizuri. Nipe muda japo hata siku 2 ya leo ili niweze kufikiria hilo ombi lako. Sawa, ila natarajia utanipa jibu zuri. Usijali. Waandishi hawa wa habari wakafika katika jengo la ghorofa 15 ambapo zipo ofisi za mashirika ya habari za kimataifa ikiwemo Al Jazeera pamoja na Sky News. Moja kwa moja wakaelekea katika ofisi ya mkurugenzi wao. Mkuu, leo tuna taarifa muhimu sana ambayo tunaamini itakwenda kuifanya BBC kuwa chombo kinachofuatiliwa sana duniani. Ni taarifa gani? Peter akafunua pale laptop yake na akaicheza ile play video mahojiano ya Camilla pamoja na mwanamama Judy. Mkwao alishtuka. Umempata wapi huyo? Ni ngumu kupajua kwani tulipelekwa tukiwa hatujui ni wapi tunaelekea, kwani tulikuwa tumefungwa vitambaa usoni. Na mimi leo itaruka hewani. Itaruka safi sana. Hizi ndizo taarifa ambazo duniani kwa sasa inapaswa kuweza kujua. Na kama sisi ndo tutakuwa wa kwanza kuirusha, ninaamini kwamba mambo yatakuwa mazuri sana kwa upande wetu. Hongereni sana. Kwa hili nitamwagiza muingiziwe bonus kwenye akaunti zenu. Hongereni sana kwa kazi mlioifanya. Tunashukuru. Okay, niachieni master ili nimkabidhi mkuu wa vipindi asimamie kipindi hiki kirushwe. Sawa mkuu. Peter akamuingizia pale mkurugenzi wao huyo wa BBC kwa nchi za ukanda wa Asia, akapiga pale simu mbele ya Camilla pamoja na Peter na kumwagiza mhasibu kuwaingizia bonus ya $5,000 kwa kila mmoja. Hazikuisha hata dakika 5, Peter na Camilla walipokea pale message kutoka katika benki juu ya kuingiziwa kiasi hiko cha pesa. Tunashukuru sana mkuu. Asanteni, na nyinyi pia asante kwa kazi nzuri. Camilla na Peter wakatoka ofisini hapo. Camilla, unajua mimi moyo wangu hauna amani leo. Kwa nini Peter? Najua na tusina amani na hili tulilofanya leo.
japo tumepata pesa ya haraka haraka, ila sipo sawa. Wasiwasi wako tu, hebu njoo ofisini kwangu tuongee. Kweli akaingia ofisini kwa Kamila na Kamila akafunga pale kwa ndani mlango. Mkurugenzi wa BBC kwa haraka haraka alisimama na kisha akafunga mlango ofisini kwake na yeye kwa ndani ili mtu yote asiingie. Akafungua shelf iliyopo ofisini kwake hapo na akatoa simu yake ya siri, akaingiza pale namba kadhaa na kisha akaiweka sikioni. Simu hiyo iliita. Hello? Ni mimi, kodi ya Q19Q9. Karibu. Nahitaji kuzungumza na mkuu. Mkuu kwa sasa yuko busy. Kuna taarifa muhimu sana napaswa kuweza kuifahamu. Kama itakuwa ni vyema ungenieleza, kwa maana kwamba mimi ndo msaidizi wake. Okay, sawa. Kuna video ninaituma kwenye email yake, aitazame na kisha mnipatie maelekezo. Okay, hakuna shaka. Alikata simu na kisha akaituma video ya mahojiano ya Judy na Kamila na kisha akafuta ushahidi wa utumaji huo wa video hiyo na akakaa kusubiria majibu kutoka kwa mkuu wake huyo. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa pili, Eddie alionekana kuandika jina la Kamila Rodriguez kwenye kompyuta yake na yakatoka pale majina mengi ya watu wenye majina hayo. Akaminya pale picha ya mwandishi wa habari Kamila ambayo ikafunguka ikiwa na maelekezo ya kuanzia mwaka aliozaliwa. Eddie akasoma maelezo hayo mafupi katika mtandao wa Wikipedia. Miaka 42 na hana mtoto, sio mbaya. Eddie alijikuta akizungumza mwenyewe huku akiwa amejawa na tabasamu usoni mwake. Akaendelea pale kutazama picha za Kamila na kujikuta moyo wake kuzidi kuvutiwa naye. Aliingia kwenye akaunti yake ya mtandao wa Instagram akaendelea kutazama picha na video za Kamila, huku picha nyingine zikimuonyesha akiwa ufukweni akiwa amevalia nguo ya ndani tu. Nimemuelewa sana huyu mtoto, Eddie alizungumza kimoyomoyo huku akili kimtuma kumtafuta Kamila. Akaingiza pale namba ya Kamila katika simu yake na kisha akampigia. Hala. Sauti nzuri ya Kamila ilimfanya kukaa kimya kwa sekunde kadhaa. Ni rafiki yako mpya mwenye kinyago. Wow, nafurahi umenitafuta. Usijali, niko nasubiria kuona habari ya leo. Usijali, tumeshaikabidhi mikono salama na itarushwa muda tuliokuwa tumewaahidi. Safi sana. Eddie alitamani kuzungumza jambo ila akajikuta na kaa kimya. Mbona kama una kigugumizi? Hakuna, ukiwa na tatizo lolote tuwasiliane kwa namba hii. Hii ni namba yangu binafsi. Okay, sawa, kuna shida. Ninaisave. Asante. Eddie alikata simu huku akishusha pumzi nyingi mno. Wow, enzi zangu wasichana kama hao inakuwa ni kuwavuta tu na kuwatafuna. Sasa hivi naishiwa kabisa maneno, au ndo umri? Eddie alijikuta akiongea maneno yasiyoeleweka huku akicheka yeye mwenyewe. Akanyanyuka kwa haraka na akaelekea chumbani kwa Judy. Kwa bahati mbaya hakumkuta. Judy ameenda wapi? Nimemwona kwenye swimming. Okay, sawa. Eddie akaelekea katika eneo lenye bwawa kubwa la kuogelea. Alimkuta Judy akiwa amezama ndani ya maji. Baada ya dakika kadhaa akaibuka pale huku akijifuta maji usoni mwake. Naona unafanya mazoezi ya pumzi. Napunguza mazazo ndugu yangu. Okay, Paul, unajisikiaje? Nafuu kidogo. Njoo tuongee jambo Judy. Judy kweli akatoka ndani ya maji huku akiwa amevalia nguo ya ndani na sidiria. Alijifunga pale taulo na wakakaa kwenye mwamvuli mmoja hivi wenye vitanda vya kupumzikia. Mbona unaonekana mwenye furaha Eddie? Nahisi moyo wangu uko tayari kuwa na mwanamke mwingine sasa. Eddie, hebu acha utani bwana. Ni wanawake wangapi umewapita nao? Ni wengi sana, ila nahisi kwenye kupenda moyo wangu umemfungulia mwanamke mwingine upendo. Mwanamke gani? Huyu mtoto aliyekuja leo. Judy, mbona unatabasamu sasa? Moyo wako umempenda na unachosubiria ni ushauri wangu, si ndio? Tumeshakuwa watu wazima sasa. Sidhani kama ni muda sahihi wa mapenzi kutuchanganya. Ninachokushauri kuwa naye tu. Ila usizame kama ulivyokuwa umezama kwa Katha na madhara yake unayatambua. Ndio maana nakupenda sana Judy. Hebu nipe 5. Eddie akapeana 5 pale na Judy. Sasa unakwenda wapi? Naenda kumtafuta, nataka usiku huu niwe naye. Moyo wangu hauwezi kusubiri zaidi. Wewe yani imeisha hiyo Judy. Eddie akaelekea moja kwa moja nyumbani kwake.
Alibadilisha pale nguo, akabeba bastola 3 za akiba, huku 2 akiwa amezichomeka katika miguu yake kushoto na kulia, na kisha akaondoka kambini kwake hapo na helikopta yake binafsi, huku akiwaonya walinzi wake kuto kumfuatilia huko anakokwenda. Mkuu, tunakwenda wapi? Umependeza sana kuliko siku nyingine mkuu. Naelekea mjini rafiki yangu. Oh, sawa sawa mkuu. Tutafika kwenye jengo letu. Hakuna shaka mkuu. Safari ya kufika katika jiji la Damascus ikawagharimu kama dakika 45. Helikopta hiyo ikatua juu ya jengo lenye ghorofa 20 ambalo linamilikiwa na Eddie, huku ghorofa juu kabisa ikiwa ina makazi yake ya kupumzikia, huku ghorofa za chini zikiwa ni ofisi pamoja na maduka makubwa. Rudi kambini. Nikikuhitaji nitakujulisha. Mkuu, ila wewe rudi, mimi niko salama, hakuna kuweza kunidhuru. Rubani wa Eddie akakubaliana na alichokuwa ameambiwa na mkuu wake. Baada ya Eddie kushuka ndani ya helikopta hiyo taratibu, ikaondoka helikopta hiyo eneo hilo na kumfanya Eddie aisindikize kwa macho. Aliingia katika nyumba yake hiyo ambayo huwa anaishi peke yake pasipo hata wafanyakazi, na ni sehemu ambayo ni watu wachache wanaijua kama makazi yake. Namuita humu aje. Eddie alizungumza huku akiitafuta namba ya Kamila, na kisha akaipiga tena, na kweli ilianza kuita. Mkuu. Kuna taarifa muhimu unapaswa kuweza kuiona. Taarifa gani jamani? Mkuu, umelewa sana. Mlinzi wa Katha alizungumza huku akimtazama mwanamama Katha ambaye hata kufumbua macho alikuwa anafumbua kwa shida. Akafungua pale drawer ya kabati iliyomo ndani ya chumba cha Katha, akatoa kichupa kidogo chenye dawa ndani yake. Kunywa hii mkuu. Mwanamama Katha alishusha pumzi taratibu na kunywa dawa yote iliyomo ndani ya kichupa hicho kidogo. Na baada ya dakika 2, pombe yote na uchovu uliokuwa umesababishwa na pombe ukapotea, na alijihisi mwenye nguvu na akili yake karudi katika hali yake ya kawaida. Mwanamama Katha akauliza, kuna nini? Katha alizungumza huku akishuka kitandani na akajinyosha pale mwili wake. Nimetumiwa hiyo video na mkuu wa BBC nchini Syria. Hebu angalia. Msaidizi wa Katha akawasha TV na kuicheza hiyo video. Yalikuwa ni mahojiano ya Judy na Kamila. Katha alishtuka sana. Aliendelea kuitazama video hiyo kwa msisitizo mno. Kwa hiyo huyo mwandishi anajua ni wapi Judy alipo, na ndio maana wamekutana na kufanya mahojiano mkuu. Kwanza hayo majadiliano yafutiliwe mbali. Yananichefua kwa kiasi kikubwa mno. Alafu tuma timu ya watu waliopo Syria. Waambie tunamhitaji huyo mwandishi wa habari na kameramani wake. Sawa? Sawa mkuu, hakuna shaka mkuu. Huyo dada ndo atatuongoza kujua ni wapi alipo Judy. Kazi nzuri. Na mwambie huyo mkurugenzi athubutu kurusha hizo taarifa, asije akapeleka hiyo taarifa hewani. Sawa mkuu. Shenzi sana huyo malaya. Sasa atajua. Pumbavu kabisa. Hapa ndo nitaenda kumuonesha moto wangu. Mwanamama Katha alizungumza kwa hasira huku akivua nguo zake mbele ya msaidizi wake huyo wa kike. Akaingia bafuni na akaingia kwenye sinki kubwa la kuogea. Akafungulia pale maji, yakajaa ndani ya sinki mpaka yakaanza kumwagika, ila hakujali. Zaidi ya kuendelea tu kuwaza maongezi ya Judy katika yale mahojiano. Upande wa pili, kwa yule mkurugenzi wa BBC. Ndio mkuu. Nimekuelewa mkuu. Kwa sasa bado wapo ofisini mkuu. Itakuwa vizuri mkuu. Okay, shukran. Alikuwa ni mkurugenzi wa BBC nchini Syria akizungumza na simu. Akakata ile simu huku akiwa amejawa na tabasamu usoni mwake. Akazituma picha za Kamila pamoja na Peter kwa msaidizi wa mama Katha, na kisha akairudisha simu yake katika shelf ya siri. Akakaa kwenye kiti chake na akaifuta video ya mahojiano ya Kamila pamoja na Judy. Mungu azilaze mahali pema peponi roho zenu. Amen. Alizungumza kimoyomoyo huku akiweka miguu yake juu ya meza, na furaha ilizidi kumtawala huyu mkurugenzi wa BBC. Kahawa vipi? Naam, ulikuwa ni upande wa Kamila. Alimuuliza Peter huku akimtazama usoni mwake. Peter akasema sawa. Kamila akamimina pale kahawa katika vikombe viwili na kisha akamkabidhi pale Peter kikombe kimoja. Sasa Peter ndugu yangu, tumefanya kazi kwa kipindi kirefu. Uone kwamba ukiniacha mimi nitapwaya. Ni maisha Kamila, ni lazima ifikie wakati kila mmoja aendelee kumove on na maisha yake. Najua, ila unajua nahisi sitafanya kazi kwa furaha.
Usijali Kamila, mimi nafanya hivyo kwa ajili ya familia. Kamila alikaa kimya kwa sekunde kadhaa. Hii kazi imeneka mbali na kupata watoto. Ile nafasi bado unayo Kamila ya kubeba ujauzito. Sitamani kubeba huo ujauzito Peter, kwa sasa natamani kumalizia maisha yangu kwa kutoa taarifa ambazo wengine hawataweza kuzifikiria. Ghafla simu ya Kamila ilianza kuita. Kamila ikaitazama kwa sekunde kadhaa hiyo simu. Peter kamuuliza, mbona upokei? Ni namba yule jamaa aliyevaa kinyago kule tulipokuwa tumemkuta Judy. Pokea, labda itakuwa ni muhimu. Kamila alijishauri kwa sekunde kadhaa na kisha kaipokea simu hiyo. Hello? Mrembo, uko wapi? Ofisini. Nipo jijini kwenu. Je, naweza kukualika kwa chakula cha usiku? Usinikatalie tafadhali. Sawa, niambieni wapi nije. Na kutumia message ya wapi ufike. Sawa. Kamila kakata simu huku akibinua midomo kwa dharau. Rafiki yake Peter akamuuliza, vipi? Naona lengo lake ni kunitamani kimapenzi. Kamila, kuwa makini, kwa maana hadi mtu anavaa kinyago ana sababu nyingi sana ambazo zipo nyuma ya pazia. Sidhani kama ni mtu mbaya kiasi hiko. Okay, sawa, na upo single mwaka wa 3. Sasa toka mpenzi wako wawe na Wapalestina. Ila akili ni kwako kichwani. Okay, sawa, nimekuelewa. Kamila alizungumza huku akisoma message iliyokuwa imetumiwa na Eddie. Yupo hapo nje, jengo la biashara. Kumbe sio mbali na hapo ofisini. Nipitisha basi nikaone naye kisha wewe uelekee home. Haina shida. Kamila alibeba pochi yake na wakatoka ofisini hapo huko wakiwaaga wafanyakazi wenzao. Wakaelekea eneo la maegesho ya magari ya wafanyakazi wa BBC. Peter kasimama huku akiwa anatazama gari moja nyeusi ambayo ndo mara yake ya kwanza kuiona kwenye maegesho yale. Hey Peter, fungua mlango. Kamila alizungumza huku akimuonyesha ishara Peter kufungua mlango wa gari lake. Peter kaminya pale button katika kishikizo cha kufungua mlango upande wa abiria. Mlango kafunguka na Kamila akawa wa kwanza kuingia ndani ya gari hiyo ya Peter. Kamila, unajua ile gari unajua nimeiona leo? Ipi? Ile nyeusi pale na ni full tinted. Labda kuna mgeni amekuja kuonana na mmoja wa wafanyakazi hapa. Peter aliwasha gari lake na taratibu wakaanza kuondoka eneo hilo. Wakatoka ndani ya jengo lao na gari lao hiyo. Huko Peter akiwa ndo yuko makini sana kufuatilia kama kuna mtu anayemfuata kwa nyuma. Peter aliguna. Peter, nini? Ile gari nyeusi inakuja ujue. Kamera akageuka na kutazama. Akaiona hiyo gari. Peter, mbona unakuwa na wasiwasi? Umechukua mke wa mtu nini? Hapana, inabidi tuwe makini Kamera, tusiende kama kuku. Acha kuwa na wasiwasi bwana. Wakafika katika gorofa ambalo Eddie alikuwa amemwelekeza Kamila kwamba yuko hapo. Peter alisimamisha gari pembeni na gari iliyokuwa ina tinted ambao walikuwa wanaitilia mashaka ikapita ikamfanya Peter shushe pumzi nyingi mno. Peter kapumzike baadaye. Okay, sawa, kuwa makini Kamila. Usijali. Kamila akashuka ndani ya gari na kuingia ndani ya jengo hilo refu lililokuwa limenakshiwa kwa vioo. Akaingia ndani ya lift na akampeleka moja kwa moja hadi gorofa ya mwisho. Taratibu ikafunguka na kuona pale mlango mmoja tu uliopo eneo hilo. Akatazama kamera zilizokuwa zimefungwa eneo hilo. Alishusha pumzi na kisha akatembea hadi mlangoni. Kabla hajagonga mlango kafunguliwa na Eddie, huku akiwa amevalia kinyago alichokuwa amekivaa. Hello Kamila. Karibu. Asante, mwentisha. Usiogope, upo mikono salama. Kamila alivuta pumzi nyingi na kuishusha kwa nguvu kisha kaingia ndani. Eddie aliufunga mlango huo kwa ndani. Nimeshaiandaa meza kwa chakula ambacho ninaamini utakipenda. Shukrani. Wakakaa kwenye viti vilivyokuwa vimeizunguka meza hiyo. Wow. Kamila alizungumza huku akisikilizia harufu nzuri ya samaki aliyokuwa ameungwa kwa mchuzi. Umejuaje napenda ugali samaki? Kamila alizungumza kwa furaha. Nilihisi tu kwamba unapenda hivyo. Unajua mara ya mwisho kula hiki chakula ni kipindi nilipokuwa Tanzania. Tulipokuwa tunamfanyia mahojiano Judy. Naomba ninawe nile, yani hapa mwili unasisimka kwa hamu. Kamila, kuwa huru. Kamila linawa pale mikono alianza kula chakula hicho kwa furaha. Wow. Umpika wewe? Ndio, nimepika mimi. Umekipenda? Sana. Sasa utakulaje huko na mask usoni? Upo tayari nivue? Vua, kuwa huru.
Eddie alitazamana na Kamila na kisha akaivua masikio. Hii? Kamila alishtuka. Eddie. Kamila alizungumza huku macho kimtoka kwa mshangao. Ni mimi. Na wewe hujafa. Ni story ndefu na ndio maana nilikukaribisha hapa. Ni kitu gani kinachoendelea kwenye hii dunia jamani? Nilihudhuria kwenye msiba wako na nilikuwa ni mmoja wa waandishi wa habari wanaoripoti juu ya kifo chako. Imekwaje uwe hai ikiwa mwili wangu uliungua na wakazika na vipande, si ndio? Ndio, ilikuwaje jamani? Hizi ni surprise, unajua sijazitarajia kama zitakuja kutokea leo kwenye maisha yangu. Ndio zimetokea. Nipo hai na mimi ndo nimefanikisha kuhakikisha ninampata Judy sehemu alipokuwa. Ngoja basi nimpigie Peter tuje tukufanyie mahojiano na wewe. Hapana. Ndio maana sikuhitaji kuweza kuonekana mlipokuja. Siku ya leo nahitaji tuzungumze mimi na wewe sisi peke yetu. Hapo umepanga? Hapana, hili ghorofa zima ni la kwangu. Wow, hongera. Nashukuru. Hofu imekwisha sasa. Kiasi chake nisi kama vile nazungumza na mzimu. Ngoja nikushike kidogo nikuone kama kweli binadamu. Kamila alimshika Eddie kiganja na kisha akakiminyaminya. Wow. Hapo nimeamini kwamba upo hai. Ilikuwaje mpaka ukafeki kifo? Yaani sijui ati nisemaje. Judy naye aliuawa. Ilikuwaje ukamkuta hai? Ningependa tukuzungumze hayo baada ya kuzungumza ambayo amenifanya niwe wazi kwako kukutana na wewe hapa. Kamila kanawa mikono na kumsikiliza Eddie kwa umakini. Vipi umeshiba? Hapana, ila nahitaji kukusikiliza kwa makini. Eddie alimtazama Kamila kwa sekunde kadhaa na kisha akasimama kuelekea katika kabati lililokuwa limejaa chupa za whisky. Akamwonyesha Kamila chupa ya whisky hiyo kama anatumia. Akamjibu kwa kutingisha kichwa ya kwamba anatumia. Alimimina katika glasi mbili na kuweka vipande vya barafu na kisha karudi mezani na kumkabidhi Kamila. Sasa nimefurahi kukuona. Nashukuru. Ukiachana na mambo yote yaliyopita, leo kwenye maisha yangu nimekuona wewe uso kwa uso na moyo wangu umejihisi tofauti sana. Nimekupenda na siwezi kukuficha, hisia zangu kwako ziko wazi kabisa. Eddie alizungumza huku akimtazama Kamila machoni mwake. Unajua umri wangu umeenda. Ila Kamila akasimama akamsogelea Eddie sehemu alipokuwa amekaa. Taratibu akamkalia mapajani mwake na kuanza kumnyonya pale Eddie mabusu. Machale ya Eddie akaanza kumcheza. Akamsimamisha Kamila na kisha akamchoma bastola yake. Vipi? Kamila aliuliza huku akiwa amejawa na wasiwasi. Eddie akawasha TV ya sebleni na kuna watu 6 wakiwa wamefunika nyuso zao huku wakiwa na bunduki mikononi mwao. Wamesimama kwenye korido ya eneo walipo huku wakiutazama mlango. Mmoja wao akasimama mlangoni na kutegesha pale bomu la kuvunja mlango huo. Ni akina nani? Jifiche ndani ya chumba hicho. Hawa niachie mimi. Wanakuja kunichangamsha damu ya mwili wangu. Nadhani natakiwa nirudi enzi zangu sasa nionyeshe kwamba mimi ni nani. Eddie alizungumza huku akichoma bastola nyingine, bastola ambazo zote zimejaa risasi. Akazielekeza mlangoni huku akiwatazama watu hao wanaojipanga kuweza kusubiria bomu hilo kulipuka ili waingie ndani na kufanya mashambulizi. Eddie amekutana na Kamila na amemweleza hisia zake. Amekubaliana nazo. Mwanamama Katha ametuma watu wake kumkamata Kamila na kameramani wake ili wataje ni wapi alipo Judy. Je, watafanikiwa? Ikiwa Kamila tayari yupo mikononi mwa Eddie mtu wangu. Usikose kufuatilia kikigongo cha ICU Kill Me Chapter 5. Tukutane kwenye sehemu ya 7. Mimi naitwa Uncle J. Bye bye kwa sasa.